Msikilizaji, chuma kinazidi kupata moto na muhunzi aliyekitayarisha hiki chuma si mwingine ni Chuchu. Chuchu na bala lake msikilizaji. Na tulipoishia sehemu ya kwanza tuliona ya kwamba Mara alitakiwa kwenda kufanya usafi kwenye chumba, lakini sasa alimkuta kuna baba alikuwa mle ndani na ule baba alikuwa anataka show. Yule baba akasema ya kwamba hakuna haja ya kukimbia binti. Mimi nitakuridhisha na kama ukinifurahisha basi nitakupa kila kitu unachokitaka maishani. Yule baba alisema sasa akijaribu kumgusa Mara, lakini akili ya Mara ilifanya kazi haraka sana. Alimsukuma akaangukia nini? Akaangukia kitanda. Kwa hiyo kwake sasa ilikuwa ni rahisi kwa sababu hakutegemea kama huyo mzee hakutegemea kama atasukumwa. Mara sasa akampiga teke katikati ya miguu yake, kitu kilichosababisha yule mzee apige kelele. Kwa hiyo Mara alimnyang'anya funguo na kufungua mlango, huku sasa akihema sana na mdao machozi akimtoka. Sasa pale alipodhani kwamba amefanikiwa kuokoka humo chumbani, mlangoni anakutana na Selina akimsubiria. Kipi kitakachoendelea? Hapo ndipo tulipoishia msikilizaji. Hii simulizi tamu. Mdoto huo utakuwa nami Lucas Lumbas, naomba nione comment na like. Sasa kabla sijaanza kujielezea, Selina alinisukuma na kuingia ndani, ambapo yule mzee alikuwa akiugulia maumivu. Nilitaka nikimbie niende kuchukua vitu vyangu niondoke, sababu hapa sio sehemu ya kukaa kabisa. Lakini sisi alinizuia pale mlangoni. Selina kwa hasira akasema kwamba unadhani unaenda wapi baada ya kumdhuru mteja wangu, Msikilizaji, sijui nilipata wapi ujasiri, lakini nilijikuta nikimjibu ya kwamba yeye ndo aliyenifungia huku chumbani. Alitegemea nini? Nimuulize hivyo. Selina kwa hasira akasema, aya. Kwa hiyo wewe unadhani tulikuajiri hapa ili ufagia na kufua, Kweli wewe ni mpuuzi kuliko nilivyotegemea. Selina alisema hivyo kwa hasira huku akinifuata. Bila shaka alitaka kunipiga, lakini yule mzee alitukatisha baada ya kwanza kuongea. Akasema kwamba wewe Selina mpuuzi sana bwana, nirudishie pesa yangu yote na sitaki uniambie tena ujinga huu. Mimi siwezi kuwa mteja wako tena bwana, nipe pesa yangu. Yule baba alifoka huku akaendelea kuugulia maumivu. Selina akasema kwamba mimi sina hiyo pesa, lakini huyu mjinga ataitoa tu. Alisema hivyo sasa akinigeukia. Kisha akasema kwamba wewe nataka ukusanye matambara yako yote na uondoke, na hakikisha unakuja na 70,000 hapa. Selina aliongea kwa hasira na kumkata Sesi jicho. Sesi alinishika huku sasa akinivuta kuelekea kwenye chumba chetu. Sesi akasema kwamba haya, kusanya vitu vyako vyote na ulete hiyo pesa. Hautakiwi kulala hapa leo. Nikamuuliza kwamba mimi sina pesa kutoa. Kwani nimefanya kosa gani? Nimuuliza kwa unyonge, japo nilikuwa nina hasira. Lakini nilijua kabisa kuwa kwa mwili wangu mdogo siwezi hata kujaribu kuwa mbabe. Hivyo nilikubali tu kuwa mnyonge. Sesi alinitazama kwa huruma kidogo. Akaniambia, sikia, hata mimi sipendi kufanya hivi. Sio kwamba nafurahi, lakini ulijua ulichokuwa unajiingiza tangu siku ya kwanza ulipokuja kutafuta kazi hapa. Na Selina hawezi kukuacha uondoke hivi. Kwa hiyo mimi nakushauri tu utoe hiyo pesa ili uruhusiwe kuondoka. Sasa hivyo niambia hivyo. Na mimi kwa hasira nikasema kwamba sikujua chochote mimi. Nimuuliza tu mama mmoja muuza chakula, akaniambia kuna nafasi za kazi hapa. Ndipo nikaja, na sio kwamba eti mimi mlinielewesha chochote siku ya kwanza nilipokuja. Sasa akasema, bila shaka alikuwa mama Sabi. Si mama mmoja hivi mweupe sana na ana wekundu wa kujicream, si ndio? Ndio, ni huyo. Huyo ni rafiki wa Selina. Selina anamtumia kuleta mabinti hapa. Saskia, ngoja nikwambie kitu, wewe toa hiyo pesa sawa? Sababu Selina akija kukufuata hapa hataelewa na mambo yatakuwa ni mabaya zaidi. Kwa ufanyavyo utoe hiyo pesa. Sasa aliniambia, lakini sio haki bwana. Sio haki mimi kuwapa pesa yote niliyoifanyia kazi nikiwa hapa. Mateso yote niliyopata ndani ya hizo wiki 2, na ukizingatia sio kwamba eti walikuwa wananilipa kila siku. Kiasi pekee nilichofanikiwa kutunza kutoka kwenye hii kazi ni 80,000 tu. Siku tayari kuipoteza hiyo pesa. Nilipofungua mdomo wangu ili sasa kumjibu, mlango ulisukumwa. Akaingia Selina. Alikuwa amejaa hasira kama anataka kunimeza. Akamuuliza Sesi kwamba hiyo pesa iko wapi? Ile sura ya huruma ya Sesi ilipotea ghafla.
akarudi kuwa yule sesi mwenye dharau asiyejali chochote. Sesi alijibu kwa dharau akasema kwamba amekataa kutoa pesa. Amekataa kutoa pesa? Unakataa kutoa pesa wakati umeniingiza kwenye hasara? We nani Sesi? Hebu pekua begi lake uchunguze kama kuna pesa umechukua pesa zangu. Sesi alijaribu kuchukua begi langu lakini nilishikilia kwa nguvu. Bila kutegemea, Selina alinishushia kofi zito sana. Ukijumlisha na ukubwa wa mwili wake, nilihisi kama sikio langu halitaweza kusikia tena. Selina akasema kwamba hebu acha kutupotezea muda bana. Mjinga wewe. Alisema sasa akivuta ile begi na kumpatia Sesi ambaye hakupoteza muda. Alilifungua na kuligeuza juu chini. Hivyo kila kitu kikamwagika. Walipekenyua umo wewe, lakini hakukuwa na pesa zozote. Wakati huo ndo niliona umuhimu wa kufuata ushauri wa Frida. Pesa zote nilizokuwa nazo zilikuwa kifuani kwangu. Selina akasema mpuuzi wewe. Pesa ziko wapi? Ananiuliza kwa hasira huku sasa akianza kunipiga. Nibaki nikilia tu huku kumbukumbu za mama yangu zikija. Labda ndio maisha yangu. Labda nimeandikiwa kuwa mtu wa kuteseka hivi. Kwa hiyo sikuweza kuzuia machozi kujaa machoni kutokana na maumivu niliokuwa ninasikia. Basi Sesi akapewa maelekezo kwamba anivue nguo. Selina akaniambia kwamba wewe, si unajifanya ni mjanja nitakukagua kila sehemu ya mwili wako. Basi nijaribu kuwazuia lakini sikuweza. Walifanikiwa kuchana nguo zangu na ukijumlisha sasa sikuwa na kifua kikubwa sana, hivyo pesa zilikuwa zinaonekana tu. Selina alizichukua na kushangaa alipoona ni kibunda kikubwa kuliko alivyotegemea. Akaniuliza kwamba wewe mbwa, umetoa wapi pesa zote hizi? Ananiuliza sasa akianza kuhesabu zile pesa. Nilibaki pale chini huku machozi yakinitoka. Kwa kweli sidhani kama nitakuwa na nguvu ya kuendelea kama wakichukua pesa zangu zote. Selina akasema ndio maana nilikuwa nashangaa pesa zinapotea. Kumbe kumbe mshenzi ni mwizi namna hii. Nikamwambia ni zangu, nilikuja nazo na kuomba chukueni pesa yenu mlio nilipa, mniachie pesa zangu. Nimeteseka sana kuzipata, hizo ndo kitu pekee kitakachoniwezesha kuanzia maisha. Nilimwomba Selina sasa nikiwa miguuni pake machozi yakinitoka. Mshenzi nini? Yaani umeniibia pesa, alafu tunadanganya tulikuja nazo. Kwanza umshukuru Mungu sijakutia vijana. Wangekuja hapa kukufanyia kitu kibaya. Hebu kusema tambara yako utoke haraka kabla sijabadili mawazo. Selina alisema na kunipiga teke ambalo lilitoa tumboni kwangu, kisha akaondoka na Sesi akimfuata nyuma. Nilibaki pale chini machozi yakinitoka. Uchungu uliojaa moyoni mwangu hauelezeki. Kweli baada ya kuteseka hivi nianze upya tena? Sina pa kulala, sina hata pesa kulipa chochote. Nijilaumu sana kutokutafuta nyumba na kuhama mapema kama nilivyopanga. Nilikaa pale chini nikihisi kuchanganyikiwa kwa sababu sikuelewa nitaanzia wapi. Nitaanzia wapi mimi? Mlango ulisukumwa kwa fujo. Nilishtuka na kuanza kukusanya nguo nikidhani ni Sesi au Selina wamekuja kunifukuza, lakini nilishusha pumzi baada ya kumwona Frida akiingia. Mara, mbona unalia? Nini kimekupata? Aliniuliza haraka huku sasa akisogea pale chini nilipokuwa nikilia. Nikataja tu jina Selina. Hilo jina ndio pekee ambalo niliweza kulisema. Na sikuhitaji kusema zaidi sababu Frida alielewa kila kitu. Amekufukuza kwa sababu umekataa kulala na mwanaume, si ndio? Ndio. Na amechukua pesa zangu zote, hata ambazo nilikuja nazo. Mimi sasa sina chochote, sina kitu chochote cha kuanzia maisha hata nikitoka hapa. Frida, tafanya nini da Frida? Basi usilie mpenzi, hebu njoo hapa. Naomba unisikilize sawa? Selina atarudi hapa muda si mrefu. Cha kufanya kusanya vitu vyako, mimi nitakupeleka kwangu ukapumzike sawa? Hadi utakapoweza kuinuka tena. Basi Frida alinikumbatia aliniambia huku akivuta begi langu na kuanza kuweka nguo zangu ambazo zilikuwa zimetapakaa kama zulia. Niliishia tu kumshukuru nikasema asante da Frida. Nilimwambia sasa nikijikuta sina maneno ya kuongea. Uchungu ulinikaba kooni. Nilibaki nikimtazama tu Frida
akikusanya vitu vyangu vyote kisha akafunga begi. Aliinuka na kunipa mkono. Aliponisaidia kuinuka, tulitoka kupitia geti la nyuma. Tulitembea kidogo kisha tukaingia kwenye bajaji. Nilitamani kuelewa kila kitu alichokuwa anaongea na dereva, lakini maumivu ya tumbo na sikio yalifanya hata nisiweze kuwasikiliza. Lakini nilisikia akiongea kuhusu Sinza makaburini. Nadhani hapo ndipo tunapoenda. Kwa hiyo ilituchukua muda na hatimaye tulifika mahali ambapo bajaji ilisimama kisha tukashuka. Niliona geti jeusi kubwa tu. Tulipoingia ndani ya lile geti kulikuwa kuna nyumba nyingi zinazofanana. Nilikuwa naogopa sana, lakini Frida ndo mtu pekee niliye naye. Kama nisipojaribu kumwamini, nitakuwa mgeni wa nani sasa hapa mjini? Tulielekea kwenye nyumba iliyokuwa mwisho kabisa. Kisha akatoa funguo kwenye pochi yake. Akafungua mlango. Nilipoingia ndani nilibaki mdomo wazi. Sebule ilikuwa nzuri. Kulikuwa kuna masofa, TV kubwa, meza nzuri sana. Zulia lililotandikwa chini lilikuwa na rangi za kuvutia sana. Akaniambia usishangae sana, hakuna hata kitu kimoja nilichonunua kwa hela yangu hapa. Twende nikuoneshe chumba chako. Basi Frida aliniambia hivyo huku akianza kuelekea kwenye korido iliyokuwa inaonekana. Kabla tujafika, alinionyesha jikoni ambapo napo niliishia kushangaa. Kulikuwa kuna jiko zuri la umeme, jokofu kubwa na vyombo vya kuvutia sana. Baada ya hapo alinipeleka chumbani ambapo palikuwa ni pazuri ukilinganisha na vyumba vyote nilivyowahi kuwa navyo maishani. Nilijaribu kumshukuru lakini hakuonekana kujali wala hata kutaka shukrani. Alisema mimi ni kama mdogo wake. Sasa sikia, hakuna haja kunishukuru mara, sawa wewe ni mdogo wangu. Unakaribishwa kukaa hapa muda wote. Ambapo mimi nitafanyaje? Nitakuepo. Lakini kuna sheria. Kama utaamua kubaki hapa kuna sheria. Sheria gani dada? Hii ni nyumba ambayo nimepangishwa na sponsor. Hivyo mara kadhaa huwa anakuja hapa. Hauruhusiwi, yani kwa ufupi hatakiwi kukuona. Namaanisha akiwepo hapa unatakiwa ukae chumbani kwako muda wote. Kama ukihitaji kitu nipigie simu. Usinitumie ujumbe, wewe nipigie simu. Umenielewa? Ndio nimekuelewa dada. Nilimwambia kwa sasa nikibaki mdomo wazi tu. Lakini hapa sio kwangu, hivyo sina wajibu zaidi ya kufuata sheria. Vizuri kama tumeelewana. Haya, umeshakula? Au nikuagizie? Aliniuliza kwa ile sura ya upole ambayo nimezoea. Nikasema bado sijala. Sawa, ngoja basi niagize sababu hata mimi mwenyewe na njaa. Chips kavu au mayai? Kavu tu. Nilimwambia hivyo. Siwezi kuagiza vitu vikubwa wakati sina hata pesa ya kulipa. Sasa Frida alipiga simu huku akitoka pale chumbani. Mimi nilibaki nikitazama chumba, yani chumba changu kipya kwa furaha, hata kama najua itakuwa ni kwa muda mfupi hadi nitakapoweza kupata pesa, lakini kwa hayo mazingira nilienjoy of course. Sijui nilikaa pale chumbani muda gani, lakini Frida aliporudi tena pale chumbani alikuja na mfuko pamoja na sahani. Kanambia kwamba sponsor ameniambia anakuja, hivyo siwezi kula sababu ananiletea chakula. Nimekuletea chips zote, kama ukiweza kuzimaliza hakuna shida. Narudia tena, hautakiwi kutoka kwenye kichumba. Hakikisha uonekane. Frida aliniambia. Baada ya kumshukuru na kumuhimiza kuwa sitaonekana, alitoka na kuniacha pale chumbani. Bila kuwaza, nilirukia ule mfuko na kuanza kutoa vitu. Kulikuwa kuna soda 2 na sahani 2 za chips. Moja ilikuwa chips kavu na kuku na nyingine ilikuwa chips mayai na kuku. Sikudhani kama nilikuwa na njaa, lakini nilifanikiwa kumaliza kile chakula na kulala tumbo langu likiwa limeshiba sana. Nilidhani ningepata usingizi, lakini sikuweza hata kusinzia. Sababu huyo sponsor alipokuja, ilikuwa ni kupelekewa moto. Ilikuwa ni kelele tu. Kwanza nilikuwa nikimsikia Frida akijichekesha kila wakati. Ilikuwa saa 7 kasoro. Huyu mwanamume usiku wote huu anakuja kwa mwanamke. Kweli watu wana vitu vya kufanya. Dakika chache baadaye nilianza kuwasikia wakiguna tu.
Bila shaka walikuwa sebleni sasa, sababu miguno yao ilikuwa ikisikika, yani ilikuwa inasikika sana, yani ilikuwa nakereka sana, lakini tena unajua sio kwangu, hivyo hakuna lolote naloweza kufanya juu ya hili. Kwa hiyo nilikaa kwenye kiti kilichokuwa na meza pale chumbani. Kisha nikatoa daftari langu ambalo nimekuwa nikilitumia kuandika kuhusu maisha yangu. Nilitoa na kuanza kuandika mistari iliyokuwa inaimba kichwani kwangu tangu jana, na leo niliweza kabisa kuongeza mistari mingine. Sikujua muda ulienda kiasi gani, lakini nikishashika ile daftari langu tu mawazo yangu yote yanahamia hapo. Hata wakina Frida sikuwasikia tena. Macho yalipoanza kuvuta ndipo nilipotoka kwenye mawazo yangu. Hakukuwa na zile kelele za miguno tena. Hivyo nilipanda kitandani na kufanikiwa kupata usingizi bila shida yote. Asubuhi niliamshwa na mkojo uliokuwa umenibana sana. Nilichukua kanga na kujifunga, kisha nikatoka haraka na kwenda chooni, ambapo mlango wa choo ulikuwa ukiangaliana na mlango wa chumbani kwangu. Mwisho wa hiyo korido ndio kulikuwa kuna chumba cha Frida. Kulikuwa kumeshakucha kabisa na nyumba ilikuwa ni kimya sana. Nilijua atakuwa ameshaondoka, hasa huyo sponsor hawezi kubaki hadi asubuhi yote hii. Baada ya kutoka chooni, nilirudi chumbani na kuvaa nguo, kisha nikaenda jikoni. Nilitamani kusaidia kitu ili angalau hadi Frida atakapoamka aone mchango wangu. Nilianza kusafisha vyombo vichache nilivyovikuta pale. Nilipomaliza kuosha vyombo, niliamua kusafisha jiko kwanza, ndipo niendelee na usafi wa nyumba nzima. Nilipogeuka ili kuanza kufuta meza iliyokuwepo pale jikoni, nilishtuka kumuona mwanaume akinitazama. Alikuwa ni mtu mzima kiasi, bila shaka miaka 50 hivi anafika. Japokuwa alikuwa na mwili mzuri, anaonekana ni mtu wa mazoezi sana. Akaniuliza kwamba na wewe ndio nani? Aniuliza yule baba huku akitabasamu. Moyo wangu ulikuwa unaenda mbio kwa sababu nilijua nimeshakosea. Sijui kama Frida atanielewa. Ni kiherehere gani kilinituma kutoka chumbani? Kivipi? Kwa nini? Yule baba sasa akaniambia kwamba anaongea na wewe mrembo. Wewe ni nani? Yule baba alisema tena na kunitoa kwenye mawazo yangu. Alijaribu kunisogelea lakini nirudi nyuma. Yule baba akasema kwamba kama hutaki niendelee kukufuata, unatakiwa uniambie jina lako. Alisema kwa sasa akipiga hatua nyingine kunifuata. Nikamwambia naitwa Mara. Nilimwambia haraka sasa nikirudi nyuma. Alisimama na kutabasamu. Akasema, "Oh Mara. Mimi naitwa Thomas, lakini unaweza kuniita Tom. Watu wangu karibu wananiita hivyo." Alisema akiwa bado amesimama pale jikoni. Hakuongeza hatua hata moja. Nilibaki kimya, sikujua cha kumwambia. Yule baba akaniuliza kwamba unataka kuwa mtu wangu wa karibu Mara? Aliniuliza baada ya kuona nimebaki kimya. Nijikuta nikiropoka nikasema kwamba nataka kwenda chumbani. Frida ananiambia nisitoke kuepo. Naomba unisamee. Naomba usimwambie kama umeniona, anaweza kanifukuza na sina pa kwenda. Tom yeye alitabasamu tu. Kisha akasema kwamba sitasema kitu chochote, lakini nitahitaji kitu kwa ajili ya ukimya wangu, kama kukugusa na kukusogelea. Alisema kwa akianza kupiga hatua kunifuata tena, na mimi nijikuta nikirudi nyuma zaidi. Tom akasema kwamba au nataka niende kumweleza Frida kila kitu kilichotokea hapa? Tom alisema huku akirudi nyuma hatua moja. Hayo maneno aliniogopesha. Frida akinifukuza hapa nitaenda wapi mimi? Basi nikasema hapana, usimwambie na kuomba. Tom akasema basi nitapiga hatua kukufuata na wewe hautaruhusiwa kurudi nyuma. Ukirudi nyuma itaashiria unanipa kibali cha kumweleza Frida. Umenielewa? Kajibu ndio. Basi nipata gumizi kutokana na uoga wangu. Tom alianza kupiga hatua moja baada ya nyingine huku akinisogelea. Ilichukua nguvu yote niliyokuwa nayo kujizuia kurudi nyuma. Alipofika karibu yangu alinitazama tu. Alikuwa mrefu sana kwangu, hivyo nadhani alikuwa akiona utosi wangu tu. Aliinamisha kichwa huku akiniangalia. Moyo wangu ulikuwa ukienda mbio sana. Sijawahi kuwa karibu hivi na mwanaume yote zaidi ya zile nyakati chache nizo mkumbatia marehemu baba yangu. Aliteremsha mkono wake taratibu na kugusa shavu langu. Nilishtuka japokuwa niliuona mkono wake wakati wote.
Taratibu aliuteremsha mkono wake huku kidole chake kikichora mwili wangu hadi akafika kifuani. Mwili wangu wote ulikuwa ukisisimka na hapa nilihisi kama moyo wangu unataka kutoka. Nikajiuliza ni kitu gani hiki? Lakini ghafla aliniachia na kurudi nyuma. Akasema kwamba natamani rafiki yako asingekuepo. Tom alisema huku sasa macho yake yakishuka kifuani kwangu. Bila shaka aliweza kuona kwa macho yake namna gani moyo wangu ulikuwa unaenda mbio. Tom akasema nipatie namba zako nitakutafuta. Alisema hivyo huku sasa akiendelea kutazama mwili wangu. Sijui aliona nini, sababu mimi sijawahi kujiona kama binti anayevutia hata mara moja. Lakini jinsi ambavyo Tom alikuwa ananiangalia ni kama vile mimi ni mwanamke mrembo kwenye macho yake. Nilimjibu ya kwamba sina simu. Angalau na akili za kutosha kutokutoa namba zangu, msikilizaji, kwa mtu mzima ambaye ameonyesha kabisa dhamira yake kwangu. Tom alishangaa kidogo, lakini aliweza kujizuia. Alifungua mdomo wake kusema kitu, lakini alishia kufunga baada ya kumwona Frida akiingia pale jikoni. Frida alinikata jicho na nikajua tu siku zangu za kukaa kwenye hii nyumba zimeisha. Basi Tom alimwambia Frida ya kwamba baby, haukuniambia unaishi na rafiki yako. Frida akasema kwamba nisamee daddy, nilipanga kukuambia lakini nikajikuta nimesahau. Frida alisema hivyo huku sasa akijirusha kwenye mikono ya Tom. Tom akasema hakuna shida yoyote, mimi napenda ulivyo na upendo. Inanifanya nikupende zaidi. Na ile safari ulioitaka ujiandae wiki ijayo, usijali tunaenda. Tom alimwambia Frida ambaye alimrukia na kufurahi. Walikutanisha midomo yao na kuanza kubusiana mbele yangu. Niligeuka haraka na kutazama vyombo. Tom akasema twende chumbani nisije nikakuvua nguo mbele ya mwenzako. Tom alisema hivyo huku sasa akishika makalio ya Frida. Na Frida akajichekesha tu huku akifuatana kwenda chumbani. Nilibaki pale jikoni nikiona kinyaa. Walipopotelea chumbani niliharakisha na kurudi chumbani. Nilikaa kule hadi Frida alipokuja na kuniita chumbani baada ya Tom kuondoka. Mara ndio umefanya nini sasa? Frida naomba unisamehe, sikujua kama mtu wako bado yupo. Yaani Mara, unajua nichukia sana Mara Huu ni ujinga kabisa kutofuata sheria zangu. Najua dada, naomba unisamehe. Nilijua tupo wenyewe tu hivyo, nilitaka nifanye usafi ili angalau niweke mchango wangu. Yaani wewe unabati Tom hajakasirika. Na kwa sababu yako nimeahidiwa safari ambayo nimekuwa nikimuomba kwa muda mrefu sana. Lakini sitaki hiki kitu kijirudie. Ufanye haraka upate kazi ili uondoke. Frida aliniambia bila hata kuepesha macho. Naona ilikuwa ni njia yake ya kunikumbusha kuwa sitakiwi kubweteka hapo. Nikamweleza kwamba sawa, asante kwa kunisaidia dada. Frida akasema afu niite Frida tu bwana. Usinifanye mimi nikajutia kukusaidia. Frida aliniambia hivyo kisha akatoka na kurudi chumbani kwake. Nilitoka chumbani haraka na kuelekea jikoni kwenda kuandaa chai. Lakini nilipofika jikoni nilikuta bahasha juu ya meza. Niliposogea nilikuta juu ya bahasha kuna maandishi yaliyosomeka kwamba Mara. Nichukue bahasha haraka na kuelekea chumbani. Niliogopa Frida asije akaikuta pale, sababu moyoni nilijua lazima iwe bahasha kutoka kwa nani? Kwa Tom. Niliingia chumbani na kuifungua. Nilipoifungua nilitetemeka baada ya kukuta pesa na karatasi imeandikwa ya kwamba nunua simu na ujikidhi mahitaji yako kisha unipigie. Nitafurahi kusikia kutoka kwako. By Tom. Kisha akambatanisha na namba yake ya simu. Kwa mikono inayotetemeka nilihesabu shilingi 300,000 huku machozi yakija machoni. Nilishawishika sana. Nilishawishika kumtafuta Tom sababu moyoni niliamini anaweza kunipa zaidi ya hiki, lakini sikumtafuta, badala yake niliamua tu kutafuta kazi. Sitaki kuja kuishia kuridhisha wanaume na kubaki tu ni kama sije nikifanyaje. Sitaki kuishi maisha ya wasiwasi kuwa rafiki yangu anaweza kuniibia sponsor. Sitaki kuwa na maisha kama Frida. Baada ya kupata kifungua kinywa nilimweleza Frida kuwa nataka kwenda kutafuta kazi. Alinishauri nianze kwenda upande wa Mwenge na kunielekeza namna ya kufika huko. Nilizunguka kwenye maduka na saluni za watu siku nzima, lakini sikupata kazi yote. Baada ya masaa 4 kupita,
Nilikuwa nimechoka, hivyo nikaamua kurudi nyumbani, nikipanga kesho kuja kwanza nilipoishia. Kesho yake tena mwendo ulikuwa ni ule ule. Sikufanikiwa kupata mtu yoyote wa kuniajiri. Majibu yalikuwa ni yale yale, kwamba hatuna nafasi, wewe ni mdogo sana, huna ujuzi, lete CV yako. Kwa hiyo mpaka nafika saa 10 jioni nilikuwa nimechoka sana. Hivyo niliamua kwenda nyumbani. Nilipokuta gari nje ya nyumba Frida, nilimpigia kwanza. Aliniambia anaweza tu kuingia kwa sababu ni Tom ndo yupo. Hivyo niliingia na kupitiza hadi chumbani kwangu. Nilifurahi kuwa angalau nilishakula huko nje, sababu kama ningekuja na njaa yangu hapa, mbona leo ningekufa. Nijitupa kitandani na kuwasha feni huku nikifikiria maisha yangu. Mlango wangu ulifunguliwa. Sikuwaza sana sababu nilijua ni Frida tu. Lakini mlango ulipofungwa na huyo mtu akabaki kimya, ndipo nilifungua macho yangu na kushtuka baada ya kumwona Tom chumbani kwangu. Nilifungua mdomo wangu kuongea, lakini aliweka kidole chake mdomoni kuashiria ninyamaze. Sasa Tom alisogea na kukaa pembeni yangu. Aliniuliza ya kwamba kwa nini haukunitafuta. Ndio sasa ananiuliza, alikuwa anapitisha kidole chake shingoni kwangu. Nijikuta nikisesemka. Tom alitabasamu na kurudia tena kupitisha kidole chake. Akaniambia, sina kuuliza mara. Tom alisema huku akipitisha kidole chake shingoni na kukishusha taratibu hadi kifuani kwangu. Lakini leo hakuishia hapo tu. Alipitisha mkono wake hadi ndani ya t-shirt nilikuwa nimevaa. Nilifungua mdomo wangu kujaribu kumjibu, lakini niliishia kuguna tu. Ni kitu gani anachonifanyia? Mbona mwili wangu unakuwa hivi? Kwa nini nashindwa kuongea? Ni kama akili yangu imeacha kufanya kazi. Tom alinama na kuibusu shingo yangu. Ili kusikia joto la pumzi yake kwenye shingo yangu, ikifuatiwa na midomo yake ikibusu shingo yangu, ilitosha kuufanya mwili wangu uamue wenyewe. Sijui ni nini tu kilinipata, lakini nilipata raha ajabu. Nilianza kusikia miguu yangu ikichoma choma, ikapanda hadi mwili wangu wote, kisha moyo wangu kaanza kwenda mbio. Yaani ni kama kuna kitu kilikuwa kinakuja. Kilianzia tumboni na ile pumzi sasa na mabusu ya Tom kwenye shingo yangu ilikuwa kichochea kile kitu kishuke. Sijui ni muda gani tu mkono wake ulifika kifuani kwangu, lakini alipobonyeza ziwa langu ilikuwa ni kama sasa amefungua mlango. Kile kitu kilitoka na nikaanza kutetemeka huku sasa nikiguna kwa sauti ambayo haielezeki. Tom aliwahi na kuniziba mdomo. Mwili wangu wote ulikuwa ukisisimka na kutetemeka. Yaani ilikuwa ni raha ajabu sana. Sijawahi mimi kujua kama mwili wangu unaweza kufanya haya yote. Ni kitu gani hiki amenifanya? Taratibu Tom aliniachia huku nikihangaika kupumua kwa sababu moyo wangu ulikuwa unaenda mbio sana. Nijikuta nikimuuliza kwamba mnifanya nini? Tom aliniangalia kwa tabasamu kubwa sana, kisha akasema kwamba mara mpenzi, nimekufikisha kileleni. Tom aliniambia kwa tabasamu, kisha akakunja sura tena kabla kuniuliza. Akasema kwamba kwani haujawahi kufikishwa kileleni? Aliniuliza, lakini niliangalia pembeni kwa sababu hatimaye aibu yangu imerudi. Hasa nikikumbuka kelele nilizokuwa napiga dakika chache zilizopita, na pili hata sielewi maana ya kufika kileleni. Tom akasema, haujawahi, si ndio Basi wanaume uliokutana nao ni wapuzi sana. Huwa ni kama huo ni wajibu tu wa mwanaume kama ulivyo wajibu wa mwanamke kuturidhisha na kutufikisha kileleni. Tom alisema ni kama vile ni kitu cha kawaida, lakini ni kitu cha ajabu. Na niliona aibu sana, hasa ukisikia hayo maneno yakitoka kwenye mdomo wa mwanaume wa karibia miaka 50. Lakini angalau nilielewa namna kufika kileleni. Nilibaki tu nikiangalia pembeni nikidhani Tom ataacha kuongea, lakini aliendelea kuongea akisema kwamba kweli hao vijana watakuwa wajinga sana. Ndio maana watu wazima tunajaribu kuwatafuta ili tuoneshe dunia nyingine, Kama ukinipa hiyo nafasi mara, hautakaa ujutie. Mimi nitahakikisha naridhika kila wakati. Sijawahi. Nilishia tu kusema hivyo. Nilitamani kusema kitu chochote ili aache kuongea hizi habari zake. Tom alitulia kidogo na kunitazama kisha akasema, hujawahi? Aliuliza kama haelewi vile, lakini akili yake ilipoelewa maneno yangu alitoa macho akasema kwamba yani haujawahi kukutana mwanaume? Aliuliza kama vile haamini. Sikutaka kumjibu chochote. Ulikuwa unahitaji nini? Nilifurahi baada ya kuona sauti yangu imeamua kurudi. Ilimchukua Tom muda kidogo kuelewa maneno yangu. Tom akasema kwamba unajaribu kubadili mada,
chochote nilichokuja kusema hakina umuhimu, si ndio? Mara thamani yako kwangu imepanda sana. Kwa hiyo mimi sitaki kuamini kwamba haujawahi kukutana mwanaume yote. Ndio, sijawahi, mimi bado ni mdogo sana. Nilimweleza nilitaka tu aseme alichotaka kisha ondoke. Baada ya hicho alichonifanyia, mwili wangu ulitamani kulala. Yaani nilihisi ni kama nitaweza kupata usingizi mzuri sana. Akaniuliza kwamba kwa miaka mingapi? Nikasema 19. Akasema wow. Wow. Unajua mabinti wangapi ambao ni wadogo kuliko wewe lakini wameshakutana na wanaume wengi sana? Aniuliza, nikabaki kimya tu kwamba kuna watu wa umri chini ya miaka 19 wameshabinuliwa vya kutosha. Basi akaniuliza kwamba kweli umenishangaza sana Mara. Na umenifanya nikuheshimu sana. Miaka 19 bado uko bikra. Hongera sana. Hongera mno. Sasa kwa nini unajiita rafiki wa Frida? Aliniuliza lakini sikumuelewa. Nibaki nikimshangaa. Aliniambia kwamba wewe ulitambulishwa kama rafiki wa Frida. Hivyo nikajua na tabia zenu zinaendana. Kwa hiyo nisamehe kwa kufanyia vyote hivyo ambavyo nimekufanyia. Mimi nidhani unajifanya mgumu tu, kumbe unajiheshimu. Aliniambia hawamu hii akionekana kweli alimaanisha alichokisema. Asante. Mimi siko na popote pa kwenda, hivyo Frida akanipatia mahali pa kukaa. Yaani na kama akijua huko hapa, nina uhakika nitarudi tena kukosa mahali pa kukaa. Nilimwambia hivyo. Tom alitabasamu kidogo. Akasema kwamba nikuja kukupatia hai. Alisema kwa sasa akinikabidhi mfuko. Nilipoangalia ndani nijekuta nikimrudishia ule mfuko. Akauliza, kwa nini unarudisha wakati nimekuletea wewe? Hapana, siwezi kupokea Tom, siwezi. Wewe sijui kichwani kwako unawaza nini, lakini mimi nakuahidi sasa hivi mimi ninafanya kwa kutaka tu kukusaidia. Hakuna haja wewe kunipa chochote bana. Mwanzo nilikuwa na mipango mingine, lakini kwa wakati huu na mimi ninachotaka ni kukusaidia tu. Ni mara chache sana mimi ninakutana na mabinti wanaojitambua na kujiheshimu ambao pesa si kitu cha kufanya wauze utu wao. Na wewe ni mmoja wao. Unastahili chochote kile nitakachokupatia. Tom aliniambia hivyo, huku sasa akinikabidhi ule mfuko wenye simu ambayo ilikuwa ni ndoto yangu ya muda mrefu sana. Asante sana Tom, sijui hata nitakulipaje. Nilimweleza huku sasa nikiangalia ile simu. Wakati huu kilichonifurahisha haikuwa hii zawadi tu, lakini maneno yake yaliingia moyoni na nilijivunia kuilinda heshima yangu hadi muda huu wa umri wa miaka 19. Hauna haja ya kunilipa chochote. Unajua ile pesa niliyokupatia mwanzo uitumie kununua nguo na vitu vingine, na nitakuongezea pesa nyingine utoke hapa ukaanze maisha yako. Utakapokuama au ukiwa na shida yoyote usisite kunitafuta. Wewe ukinitajia jina lako tu lazima mimi nikukumbuke. Basi Tom aliniambia hivyo na kuinuka kisha akaondoka baada ya kunipatia kibunda kingine cha pesa. So kwa namna hiyo maisha yangu ni kama libadilika. Ghafla nilikuwa mmiliki wa simu ya kupangusa. Nilikusanya zile pesa na kuzihesabu tena. Ilikuwa ni 400,000. Niliunganisha na pesa alizonipatia mwanzoni kisha nikazificha kwenye begi langu. Ilipofika jioni tulikuwa tumekaa tukila pamoja na Frida. Lakini Frida hakuwa na raha kabisa leo. Alikuwa akisogeza tu chakula kwenye sahani yake. Nikamuuliza, "Da Frida, unawaza nini?" Nimuuliza baada ya kuona hajaonja chakula chake hata kidogo. Frida akasema kwamba nadhani Tom amepata mwanamke mwingine. Alisema na kufanya moyo wangu uende mbio kidogo. Nikauliza kwamba kwa nini unasema hivyo? Frida akasema kwamba ile juzi alivyokuja ndo ilikuwa mara ya kwanza kuniachia pesa kidogo sana Mara. Hainiachia 100,000 tu. Na leo hajaniachia kitu chochote. Na bado ameondoka mapema. Wakati alipokuja alisema atakuwa na mimi hadi kesho, lakini alitoka na kwenda kuongea na simu muda mrefu sana. Aliporudi hakutaka hata kunigusa. Aliniambia anahitaji kuondoka. Kutoka kuniachia 400,000 kila siku tukikutana hadi kuniachia bila chochote. Huu ni hizo dalili za mwanamke mwingine? Frida aliniuliza. Moyo wangu ulienda mbio sana. Na ni bora nilificha kabisa ile simu. Nilibaki kimya na kuendelea kula kwa sababu sikujua kitu cha kumwambia, japo moyoni nilidhamiria kupata kazi ili niweze kutoka hapa. Kulipokucha niliongea na Frida ambaye alinishauri nijaribu kwenda Tegeta. Baada ya kuelekeza vizuri, nilitoka na kuanza safari ya kuelekea huko.
Nilifika na kuanza kuzunguka kwenye kila sehemu iliyokuwa wazi. Iwe mgahawa, saluni, hoteli, vyote nilizunguka lakini majibu yalikuwa ni yale yale. Niliamua sasa kupata chakula cha mchana kisha nizunguke mara moja ya mwisho. Kama nisipofanikiwa basi nitarudi kuendelea na hili zoezi siku ya kesho. Nilipoanza kuzunguka baada ya kula, majibu yalikuwa ni yale yale. Nilikata tamaa na kuamua kurudi nyumbani. Nilienda kwenye kiti kusubiri gari. Nikiwa hapo niliona saluni moja ambayo sikuiona mwanzoni. Hivyo niliamua kwenda kujaribu bahati yangu hapo. Kama kawaida jibu lilikuwa kati ya majibu niliyopokea kila sehemu. Niliwashukuru na kutoka, lakini baada ya kufika nje niliitwa tena. Moyo wangu ulianza kwenda mbio kwa matumaini yaliyoanza kujaa. Niliporudi pale saluni niliambiwa nikae nisubiri kidogo, kuna mteja anahitaji kuzungumza na mimi. Baada ya nusu saa alitoka mama mmoja hivi ambaye alinitazama kwa tabasamu. Akaniambia, "Hujambo mwanangu?" Nikasema, "Sijambo, shikamoo mama." Nilimsalimia, akaniuliza kwamba nimesikia unatafuta kazi, unaweza kufanya nini? Hivyo niuliza hivyo, nitaka kumwambia naweza kufanya kitu chochote. Lakini baada ya mambo yalionikuta, eti kwa kujibu kwamba naweza kufanya chochote, wewe nimeshajifunza. Nimeshajifunza kuwa hilo sio jibu zuri unapotafuta kazi. Be specific. Niliamua kuorodhesha vitu ambavyo naweza kufanya. Nikasema naweza kufanya kazi za ndani, naweza kuuza duka, hata ukihitaji nikusaidia kutunza bustani naweza kabisa, na nina bidii, naamini ukinipa nafasi hautajutia mamangu. Nilimweleza hivyo. Yule mama alitabasamu kidogo. Akaniuliza kwamba nimetokea kukupenda tu, vipi unaitwa nani? Nikasema naitwa Mara. Akaniambia, "Una miaka mingapi?" Nikasema 19. "Kwa nini unahangaika hivyo wakati wewe bado ni binti mdogo sana?" Najaribu tu kukusanya pesa niweze kujilipia ada ya chuo. Nimemaliza kidato cha 6 mwaka huu." Basi nilimwelezea. Nilijikuta tu ni rahisi kufunguka kwa huyu mama. Alinipa amani ya moyo. Yule mama alinitazama kidogo kabla ya kuongea, akasema kwamba "Tone nikakuonyesha mahali pako pa kazi. Naitwa Mama Given." Aliniambia sasa kitabasamu. Nilihisi kama moyo wangu unataka kutoka nje ya mwili wangu kwa jinsi ulivyokuwa unadunda. Tuliingia kwenye gari la huyo mama. Mimi sijui magari, lakini hii ni gari nzuri sana machoni mwangu. Mama yule alikuwa akizungumza na mimi safari nzima. Alinieleza kuwa ananipa kazi ya kukaa kwenye stationery yake. Imefungwa muda mrefu sababu hakupata mtu anayejielewa. Nilimweleza kwamba lakini sina ujuzi wote wa kompyuta. Najua Kiingereza lakini kompyuta ni kitu kipya kwangu. Yule mama akasema, "Usijali, utafundishwa. Nitataka pia uwepo nyumbani. Yaani utafanya kazi za nyumbani alafu utakuwepo stationery sababu sio mbali na nyumbani. Na nitakulipa mshahara wa sehemu zote mbili. Naamini hiyo itakusukuma kufikia hicho unachokitamani." Nilimshukuru sana Mama Given, msikilizaji, nikasema asante sana mama. Yule mama akaniambia kwamba lini unaweza kuanza kazi, yani kuja nyumbani. Naweza kuja hata leo mama. Nahitaji tu kwenda kuchukua begi langu, hapo nilipojihifadhi kwa sasa. Nilimweleza hivyo. Yule mama alitabasamu akasema kwamba ngoja kwanza tufike. Alisema huku sasa akirudisha macho yake barabarani. Nilibaki nikitabasamu kwa furaha. Dakika chache baadaye alipaki gari nje ya frame nzuri tu. Zilikuwa ni frame 4 na zote zilikuwa wazi kasoro moja. Alinikabidhi funguo, nikamsaidia kuzifungua kisha tukaingia ndani. Ilikuwa ni stationery kubwa sana. Nijikuta nikitabasamu baada ya kuona vitabu kadhaa vinavyouzwa. Naamini nitaruhusiwa kuvisoma pia. Ndio hivyo, kwa hiyo nyumbani sio mbali na hapa. Utaishi hapo nyumbani, utasaidia kazi hapo nyumbani na utakula nyumbani. Ukiwa hapa dukani kuna sehemu wenzako atakuelekeza. Anawaletea chakula. Ila bili itakuwa inalipwa na ofisi. Mimi ninachotaka kwako ni uaminifu tu mwanangu. Asante sana mama kwa kuniamini na kuahidi uaminifu wangu wote nitaweka hapa. Sawa, tutaona. Mimi nitakupatia kijana akusindikize huko mkachukue begi lako. Nataka kesho ukae nyumbani ufanye shughuli za nyumbani. Alafu kesho kuta uanze kazi. Sawa mama. Nilimweleza hivyo. Tulitoka pale na kuingia kwenye gari na kuelekea nyumbani ambapo palikuwa karibu sana. Ni sehemu ya kutembea kabisa.
Tuliingia kwenye nyumba moja kitajiri sana. Sijawahi kuona nyumba kubwa na nzuri hivyo. Baada ya gari kuegeshwa, tulishuka na mimi sikuweza hata kujizuia kushangaa kwa kweli. Macho yangu yalibaki yakinitoka tu. Mama alimuita kijana na kumwambia anipeleke kuchukua begi langu. Kijana yule alinipeleka kwenye gari ambalo ni tofauti na lile mama alilokuwa anaendesha. Tuliingia kisha yule kijana akaanza kuendesha. Akauliza, dada, tunaelekea wapi? Nikasema Sinza makaburini. Basi nilimueleza huku sasa nikikazana kuangalia nje kuona sehemu ninazozijua. Tulipofika kwenye kituo, nilimuelekeza taratibu hadi tukafika nyumbani kwa Frida. Nilimwambia nisubiri tu hapo getini. Nilishuka haraka na kuingia ndani. Moyo wangu ulisimama kidogo nilipoona gari la Tom pale nje. Lakini leo sikujisumbua kumpigia Frida kabla ya kuingia. Niligonga na Frida akaja kunifungulia. Nijikuta nikimkumbatia kwa furaha baada ya kumwambia nimepata kazi. Frida alionyesha furaha ya kweli huku akinipongeza sana. Nilimshukuru na kuelekea chumbani ambapo nikusanya vitu vyangu vichache na kuviweka kwenye begi tayari kwa kuondoka. Lakini Tom alikuja tena chumbani kwangu na kunifanya nigande pale pale niliposimama. Tom akasema ya kwamba Frida ameniambia umepata kazi. Alisema hivyo akiwa na tabasamu. Nikasema ndio. Nilimjibu huku sasa nikiangalia pembeni. Tom akasema nimefurahi sana kusikia hilo. Mimi nakutakia mema, usiache kunitafuta wakati wote ule ukikwama, sawa au ukipata shida. Tom aliniambia huku sasa akinipa mkono. Niliupokea mkono wake na kumshukuru, kisha nikafungua mlango na kutoka nikielekea sebuleni. Kisha nikatoka kabisa kwenye ile nyumba nikiwa na furaha kubwa isiyoelezeka. Nilikuwa tayari kuanza huu ukurasa mpya wa maisha yangu. Tulipofika kwa McGiven ambapo ndio kuna tegemewa kuwa mahali nitakapoishi kwa kipindi chote nitakachofanikiwa kuishi, nilikuwa na furaha sana. Tuliposhuka kwenye gari, yule kaka aliniongoza hadi ndani ambapo tulimkuta McGiven akitusubiri. Alimpeleka moja kwa moja hadi chumbani kwangu. Chumba ambacho hakikuwa chumba kikubwa kama nilichokuwa nacho kule kwa Frida, lakini kilikuwa ni cha kwangu na kilikuwa kizuri sana. Na kitanda changu kilikuwa kikubwa vizuri tu. Niliweka begi langu chini huku nikiangalia kabati la nguo lililokuwepo ukutani. Kabla hata sijapata kuwaza sana, Mama Given aliniita ili aweze kunitambulisha. Nilitoka sebuleni na kumkuta yule mkaka aliyenipeleka akiwa na dada wawili. Mmoja anaonekana kuwa rika langu tu au amenizidi kidogo tu, na mwingine ni mdogo kwangu. Mama Given akasema ya kwamba jamani, kama nilivyowaambia, tumepata mtu wa kutusaidia hapa nyumbani. Huyo binti anaitwa Mara. McGiven alisema sasa akininyoshia mkono. Kisha akasema ya kwamba Mara, hawa mabinti wawili ni watoto wangu. Huyu mkubwa ndio Given mwenyewe na huyu mdogo ni Diana. Huyu kijana ndio mtunza maua na bustani na mara nyingi anatusaidia kwenye kazi za udereva wa hapa na pale. Anaitwa Joshua. Asante sana, nimefurahi kuwafahamu. Alafu nina watoto watatu. Mtoto wangu wa kwanza ni wa kiume, anaitwa Zakaria. Yupo chuo ndio maana haumuoni hapa. Lakini kipindi cha likizo au akipata nafasi huwa anakuja kutusalimia. Na mume wangu bado yupo kazini, mara nyingi anachelewa sana kurudi. Lakini utapata tu nafasi ya kusalimiana naye. Kwa hiyo nategemea utakuwa katika mavazi nadhifu sana muda wote. Sitaki watu kupita na vikanga ndani ya nyumba yangu. Umesikia? Ndio mama. Haya, na nyewe watoto. Huyu ni msaidizi, sio mtumwa. Nitampa majukumu na sitegemei nyie kumpa kazi yoyote. Sawa Mje jikoni mnisaidie kuandaa chakula. Aliwaambia watoto wake. Nilianza kumfuata lakini aliniambia kwa usiku wa leo nipumzike. Kesho ndo nianze majukumu ya pale nyumbani. Nilirudi chumbani na kuanza kutengeneza chumba changu. Nilianza kwa kutoa nguo zote kwenye begi na kupanga kabatini. Baada ya hapo nilioga na kuvaa nguo nzuri ya kitenge. Ilikuwa ni gauni nzuri sana na nilipenda mno. Nilipenda kuanzia jinsi linavyokaa. Nilitoka na kwenda jikoni ambapo mama alikubali niwasaidie kuandaa matunda. Baada ya pale tulitenga chakula mezani. Baada ya kwenda kuweka chakula mezani, tulikaa kwa ajili ya kula. Ilikuwa ni shida kuwa ugenini alafu upakue chakula mwenyewe.
hivyo nisubiri wote wapakue kisha nipakue chakula kidogo tu. Kwa hiyo nikafanya hivyo. Mama Given akaniambia kwamba Mara, una uhakika utashiba hapo? Hebu ongeza chakula bwana. Kweli msikilizaji, nisingeshiba na kile chakula, hivyo niliongeza kwa furaha kabisa, lakini sikuongeza kingi. Baada ya kumaliza kupakua, tuliomba kisha tukaanza kula, huku pembeni tukiwa na glasi za juice. Walianza kupiga story, lakini mimi sikuwa na kitu cha kuongea, hivyo nilibaki nikila tu huku nikiwasikiliza. Mama Given akasema kwamba wewe Di, hebu nenda ukampokea baba yako. Mama Given alisema sasa akiangalia mlangoni. Kwa upande niliokaa siwezi kuona mlango, hivyo nilitulia nikianza kujitengeneza nguo, huku moyo wangu ukienda mbio sana. Diana alinuka na kwenda kumpokea baba yake, na alimsalimia pia. Mzee akaitikia, marahaba binti yangu. Baba Given alitikia. Msikilizaji, unachokihisi ni sahihi. Unachokifikiria akilini mwako upo sawa kabisa msikilizaji. Bwana we, ile sauti haikuwa mpya masikioni mwangu. Sema tu sikujua ni wapi nimesikia. Alisogea hadi akafika pale kwenye meza ya chakula. Nilikuwa nikinywa juice, lakini nijikuta nikipaliwa na kuanza kukohoa baada ya kumuona baba Given. Given akaniambia pole pole, aliniambia sasa akinipiga mgongo. Nilipotulia niliinua kichwa changu na kumtazama tena baba Given, ambaye kwa sasa nimeshaelewa kwa nini sauti yake haikuwa mpya masikioni kwangu. Msikilizaji, unachokifikiria upo sahihi. Baba Given ni Tom au Thomas wa Frida. Sikuweza kuamini, lakini mimi sikuwa na nafasi ya kushangaa hapa. Na hata mwenyewe hakuamini kabisa ni kilichokuwa kinaendelea hapa. Mke wake aliinuka kwa furaha, huku sasa akimpokea koti na kulipeleka chumbani. Tom alikaa kwenye kiti kilichokuwa karibu na mke wake. Mke wake alipokuja alianza kumpakulia kwa furaha huku akimtambulisha. Tom akasema kwamba binti, karibu sana binti. Alisema sasa akiniangalia kwa tabasamu. Nikasema asante baba. Msikilizaji, hilo neno la mwisho lilikuwa gumu kutoka mdomoni kwangu. Baba ameshashika maembe yako. Sasa mke wake alimuuliza kuhusu kazi, na bila aibu Tom alimdanganya kuwa alikuwa na kazi nyingi leo. Eti ndicho kilichomchelewesha, wakati sisi wawili tunajua kilichomchelewesha. Nilikuwa kimya muda wote. Wanaposema ndoa ina mambo mengi uelewe, ndio maana watu wengine wanaamua kubaki single. So mimi sikuzungumza chochote, huku nikitamani lile swala la chakula liishe ili niweze kwenda chumbani kujifungia. Hizi stress zote naweza kuanza nazo kesho asubuhi. Baada ya chakula nilisaidia kutoa vyombo. Nitamani niende kulala. Lakini unajua ukiwa ugenini, yani tena umekuja kama binti wa kazi, huwezi kujiambia tu kwenda kulala wa kwanza Hivyo watu walipojikalisha sebuleni wakiangalia TV, na mimi nilienda kukaa pale, huku sasa nikitamani hata mtu mmoja aanze kusema usiku mwema ili na mimi nifuatie. Sikuweza kukaa pale na kumtazama Tom, tena akimkumbatia mke wake kama vile yeye ni mume bora kuliko wote. Kila nilipomtazama akili yangu ilirudi ile siku ya juzi alipokuwa akimbusu na kumshika Frida mbele yangu bila aibu. Na Frida ni binti mdogo msikilizaji. Unaweza kusema kwamba Frida ni binti mdogo, yani anaweza kabisa kuwa mtoto wake. Kukaa pale kuwatazama ilikuwa ni kama mateso. Hivyo niliamua tu kwenda jikoni. Yani bora hata nikaanza kujipunguzia kazi za kesho kwa kuosha vyombo. Nilipoinuka na kuelekea jikoni, nilifurahi kuwa mama Given hakuniambia nipumzike tena. Nilienda jikoni na kuanza kuosha vyombo kwenye sink. Vile vilivyobaki kidogo kwenye sufuria nilivihifadhi kwenye container na kuviweka kwenye friji. Nadhani vilikuwa ni vyombo vya siku nzima, sababu vilikuwa vingi. Lakini ni bora kuosha vyombo kuliko kukaa pale sebuleni na kulazimika kuigiza uongo. Mpaka muda namaliza kuosha masufuria, sebule ilikuwa kimya. Nadhani watu walienda kulala hatimaye. Nilipoanza kusafisha jiko na meza, mama Given alikuja jikoni na kuniambia kwamba wanaenda kulala, hivyo nisijichoshe sana nikapumzike. Basi nilimshukuru tu
na kumweleza kuwa anamalizia usafi wa jikoni kisha nitaenda kulala. Alitabasamu na kuniaga akaelekea kulala. Nilipomaliza kusafisha pale jikoni, nilikuwa na furaha sana. Kesho sitakuwa na nini na kazi nyingi. Baada ya kutoka jikoni, nilishtuka kumkuta Tom, au niseme Baba Given. Yaani hata sielewi nimuite vipi msikilizaji, sababu machoni mwangu hana heshima yoyote. Huyu nampa vipi heshima ya baba huyu? Mtu kanifikisha kileleni nampaje heshima ya baba? Ai. Nilimkuta amekaa sebuleni na kichati kwenye simu yake. Niliganda kidogo kwa sababu sikujua kitu cha kumwambia, lakini kabla sijateseka kuwaza cha kumwambia, yeye ndo alikuwa wa kwanza kuongea. Akasema kwamba wewe haunijui, sikujui. Kila kitu kilichotokea kabla ya leo hakijawahi kutokea. Umenielewa? Aliniuliza hivyo kwa ukali. Hadi nitetemeka. Basi nilitikia haraka nikamjibu ndio Tom. Akaniuliza umenihitaji? Anaweza sasa akiinuka na kunifuata. Alinishika mkono wangu kwa nguvu na kunirudisha jikoni kisha akafunga mlango. Akasema kwamba umenihitaji wewe binti, ongea. Tom, wewe sitaki kukusikia ukiongea hilo jina mdomoni mwako, umesikia? Kwako mimi ni baba au Baba Given, umenisikia? Alinifukia tena. Nilitikia tu kwa kichwa. Ndipo akaniachia mkono wangu ambao alikuwa ameushika kwa nguvu. Yaani ukijikoroga tu nitahakikisha hauna kazi wala mahali pa kuishi. Aliniambia kisha alifungua mlango wa jikoni na kutoka. Nilibaki pale jikoni nikijisikia vibaya sana. Moyo wangu uliuma. Mbona kila wakati ninapohisi nimepiga hatua najikuta kumbe nilichukua hatua mbili nyuma? Kwa hiyo ina maana hata kwenye hii nyumba sina uhakika wa kukaa muda mrefu. Ina maana natakiwa nianze kutafuta mpango mwingine. So baada ya kuwaza sana pale jikoni, niliamua kuelekea chumbani kulala. Nilipotoka sebuleni, Tom hakuwepo na taa ilikuwa imeshazimwa. Ina maana alitaka tu kuzungumza na mimi. Anadhani mimi ni kichaa kiasi cha kunyea mkono unaonilisha. Hata kama asingekuja kunifokea, mimi nisingekaa kusema lolote. Lakini hakuna umuhimu wa kuwaza yote hayo kwa sababu la kutokea limeshatokea. Niliamka mapema sana kama ilivyo kawaida yangu. Saa 11 nilitoka na kuanza kufanya usafi wa nyumba hadi ilipofika saa 12 ndipo watu walipoanza kufanyaje kuamka. Mama alikuja na kunikuta jikoni nikihangaika na jiko ambalo sijawahi hata kulitumia. Hebu ngoja nikuelekeze. Mshikamoo mama. Marahaba Mara, umeamkaje? Ulipata usingizi vizuri kweli? Nimeamka salama na nilala vizuri sana mama. Vizuri, naona umeamka mapema sana. Umeshamaliza usafi Nimekupenda sana. Lakini kukusifia kwangu kusikupofushe sana, umesikia? Haiwezi kunipofusha mama. Jana ulipata nafasi ya kuongea na mume wangu? Sije kwa nini Tom hakupendi? Alisema na kunifanya nitoe macho. Badala ya kusubiri jibu langu, aliendelea tu kuongea. Thomas ndio jina la mume wangu. Huwa anamuita Tom mara nyingi, lakini sitegemea utamuita hivyo ukizingatia ni kama baba yako tu. Lakini usiogope, huwa hana hiyo tabia ya kutokuzoea watu haraka, lakini najua baada ya muda atakuzoea tu. Cha msingi wewe fanya kazi zako na akionekana kukukasirikia wala hata usijali, ndivyo alivyo. Lakini moyoni ana upendo mkubwa sana. Msikilizaji, Mama Given alimuongelea hivyo mume wake tena kwa tabasamu kubwa. Inaonekana alimpenda sana. Na machoni kwa mume wake alikuwa ni malaika. Lakini sikuongea kitu sababu mimi nitamjibu nini. Hivyo nilitikia tu nikasema sawa mama. Baada ya hapo alinielekeza jinsi ya kutumia jiko na majukumu mengine ya pale jikoni. Kisha akanipa taratibu mbalimbali za siku, kisha akaenda kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nikaachwa na zoezi la kuandaa kifungua kinywa. Saa 1 kamili ndipo kila mtu alipotoka kwa ajili ya kunywa chai, hadi wale mabinti zao wawili ambao walikuwa wakienda shule. Given alikuwa kidato cha 5 na Diana alikuwa kidato cha 3. Wakati wakipata kifungua kinywa, nilitoka na kusafisha viatu vyao. Nje Joshua alikuwa akisafisha magari. Magari mawili yalikuwa masafi tayari wakati huo alikuwa akimalizia kusafisha gari la mwisho. Dakika chache baadaye kila mtu alikuwa tayari kuondoka. Tom alichukua gari lake na Magiven alichukua gari lake na mabinti zao walipelekwa na Joshua kwenye lile gari la 3. Kwa namna hiyo nilibaki mwenyewe kwenye nyumba. Bila kupoteza muda nilitakiwa kuingia na kufanya usafi vyumbani. Hivyo nilianza ile zoezi hadi wakati ninamaliza nilikuwa nimechoka sana.
Niliingia bafuni na kuoga kisha nikakaa na kutoka sebuleni ambapo nilimkuta Joshua akiangalia TV. Basi alinisalimia pale akasema habari ya asubuhi Mara. Alinisalimia kwa mara ya 3 leo. Sasa nikamwambia kwamba hii ni mara ya 3 na nasalimia Joshua. Nini shida? Hapo nimwambia sasa nikielekea jikoni. Joshua akasema kwamba nimesahau kama nimeshakusalimia bwana. Huwa mimi napoteza kumbukumbu nikiwa na njaa. Alisema na kunifanya nicheke kidogo. Nikasema haya usiwaze bwana. Natenga chai mezani sababu hata mimi mwenyewe bado sijapata kifungua kinywa. Nilimueleza na kumuona kitabasamu. Aliinuka pale kwenye kochi na kunifuata jikoni. Aliniambia kwamba hakuna haja ya kwenda kukaa kwenye ile meza likubwa kama meza kikao cha chai wakati tunakula watu wawili. Tutukae tu hapa jikoni. Aliniambia alipofika jikoni huko akivuta kiti. Nilibaki nikicheka tu nikisema kwamba eti kikao cha chai. Nirudia maneno yake huku nikitikisa kichwa. Tulikaa pale jikoni na kuanza kula huku tukiongea, au niseme Joshua ndo alikuwa akiongea muda wote. Kazi yangu ilikuwa ni kucheka tu. Basi Joshua akauliza kwamba niambie, na wewe ni mchepuko wa mzee baba nini? Aliuliza hivyo na kunifanya nipaliwe. Joshua alichukulia hilo kama jibu la kila ambacho amekiuliza. Akasema nilijua tu. Aliongea mdomo sasa akibamiza meza. Na alisema huku akitabasamu kama vile anajivunia ugunduzi wake. Ilinichukua muda kuacha kukohoa. Nikamuuliza kwamba kwa nini unasema hivyo? Joshua akasema usifanye sijaona jinsi mlivyotazamana jana usiku alipokuja wakati tukila chakula hadi ukapaliwa. Na labda watu wote hawakuona lakini mimi niliona kabisa jinsi mlivyotazamana. Lakini inaonekana haukujua kama hapa ni kwake. Alafu pili, pale tulipoenda kuchukua begi lako ndio sehemu alipo na nyumba ambayo anampaga kila mchepuko wake. Yaani akiwa na mwanamke atampeleka kwenye ile nyumba. Wakiachana atamfukuza, akipata mwingine atamleta pale. Kwa hiyo baada ya kuona lile na kuona ulivyopaliwa baada ya yeye kuja jana, mimi nilijua tu lazima uwe mchepuko wake. Lakini haitakuwa kwa mara ya kwanza. Joshua aliongea kama vile ni kitu cha kawaida sana kwake huko akinywa chai. Nikasema kwamba mimi sio mchepuko wake lakini rafiki yangu aliyenihifadhi ndio mchepuko wake. Kwa hiyo mimi nimetoka tu kuonana naye mchana na akanitakia mema, nikamwacha akifanya uchafu na rafiki yangu. Alafu jioni kuja kumuona akimkumbatia mke wake ndio nikashtuka wanaume sijui mnawezaje kuwa na roho hiyo. Nilimuuliza Joshua akasema hii ni mpya. Lakini sio wanaume wote tuko hivyo. Usiniingize mimi kwenye hiyo orodha bwana. Ni wanaume wachache wasiojielewa. Joshua alisema kwa sasa akielekea kwenye jokofu kujiongezea juice kwenye glasi. Nikamuuliza kwamba sawa kama unasema hivyo lakini ulimaanisha nini kuwa hii sio mara ya kwanza? Joshua akasema isingekuwa mara ya kwanza kwa huyu mzee kutembea na mabinti wa kazi. Sijui mke wake ni kipofu aina gani, sababu kuna vitu mzee anafanya unajua hadi mimi mwenyewe naona hapa kabisa amezingua, lakini mke wake Mara mke wake haoni kabisa hilo. Machoni mwake mume wake ni malaika tu. Nikamwambia Joshua kwamba haya ni mambo ya ndoa za watu, mimi sitaki hata kuelewa. Cha msingi nimepata kazi na maisha yangu yanaendelea kwa amani. Kwa hiyo wewe malizia tu hapo ili mimi nifanye usafi hapa jikoni. Joshua akasema usiwaze, stupo wote hapa, kuna siku tu mambo atakufikia shingoni na utajikuta unajali. Joshua inaambia sasa akimalizia kunywa juice yake na kuweka glass kwenye sinki. Akaniambia kwamba ngoja mimi niende nikamwagilie maua. Ainiambia kwa kitoka jikoni. Ilipofika jioni nilianza kuandaa chakula kabla Given na Diana hawajatoka shule na wazazi wao hawajatoka kazini. Kama nilivyoachiwa maagizo asubuhi nilihakikisha hadi muda waliporudi chakula kilikuwa tayari. Na kama hivyo siku yangu ya kwanza ya kazi ilienda vizuri. Mama alikaa na kuzungumza na mimi kuhusu malipo. Tuseme tu ni mshahara mkubwa kuliko mshahara wote niliwahi kulipwa. Niliamua kutokufungua ile simu sababu watu wasingenielewa. Niliamua nivumilie hadi nikipokea mshahara wangu wa kwanza ndipo nianze kutumia angalau nitakuwa na kisingizio. Kesho yake nilipelekwa stationery ambapo dada aliyekuwa duka la pembeni ndo aliyepewa kazi ya kunifundisha kompyuta. Hivyo baada ya kufanya shughuli zangu za nyumbani na watu wote kwenda kazini na wengine kwenda shule, nilienda kufungua duka ambapo kulikuwa kuna vumbi la kutosha.
Nilianza kwa kufanya usafi, ndipo yule dada akaja na kuanza kunifundisha kuhusu matumizi ya kompyuta. Alipomaliza somo la siku hiyo na kuondoka, nilitumia muda mwingi kufanya mazoezi ya kile alichonifundisha. Lakini muda mwingi niliutumia kujifunza kuandika. Nilitamani sana niweze kuizoea na kuweza kuandika haraka kama yule dada. Ilipofika mida ya saa 10, watu walikuwa wamepungua kwa sababu wateja wengi walikuwa ni wanachuo na baadhi ya watu wenye ofisi. Na ile ilikuwa ndio stationery pekee pale. Kwa hiyo mida ya saa 8 wateja walikuwa ni wengi sana wakiwa na mahitaji tofauti tofauti. Lakini ilipofika saa 10:30 palitulia. Hivyo nilifunga na kwenda nyumbani kupika haraka. Kulikuwa na vitu vingi vya kisasa na kichwa changu kilikuwa chepesi sana. Hivyo nilielewa baada ya kuelekezwa mara moja tu. Nilienda jikoni na kuanza kupika. Vitu vingi vilikuwa kwenye friji na vimeshaandaliwa. Hivyo baada ya saa 1 chakula kilikuwa tayari. Nilikiweka kwenye hotpot na kukitenga mezani kabisa pamoja na sahani na vijiko na kachumbari nilifunika. Kisha nikatoka na kurudi dukani. Kuanzia mida ya saa 12 jioni wateja walikuwa ni wengi tena. Wengi ni wanafunzi waliotaka kutoa kazi zao. Muda wa kufunga ulikuwa ni saa 3 kamili. Hivyo ilipofika nilimalizia kumhudumia mteja wangu wa mwisho na kufunga duka. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama sebuleni. Alinitazama kwa tabasamu, akaniambia kwamba sikutegemea kama ungepata nafasi ya kuja na kupika. Aliongea kama vile ani haamini. Nilimsalimia kwanza huku nikitabasamu. Nikasema kwamba ndio, ilipofika jioni wateja walipungua, hivyo nikaona ni bora kufunga ili nije kupika. Natumaini chakula kilikuwa cha moto hadi mlipokuja kula. Nilimwambia hivyo. Aliacha tabasamu kubwa. Akasema kwamba kilikuwa kama ndo kimetoka jikoni na kilikuwa kitamu sana. Unajua mimi sio kwamba nakusifu tu, lakini sijawahi kupata binti ambaye anaweza kujituma hivi kama wewe. Hebu pakua uje ukae na mimi hapa. Basi Given aliniambia hivyo kwa tabasamu. Sasa pale mezani hakukuwa na vyombo. Hivyo nilifurahi na kuelekea jikoni ambapo nilikuta vyombo vichafu vikinisubiri. Sikutaka kuwaza hilo. Nilijipakulia chakula na kwenda kukaa. Nenda kwa pale mezani kusasa nikila. Akaniuliza kwamba niambie umefanikiwa kuingiza kiasi gani leo? Nikaambia ni 132. Nilimwambia sasa nikitoa zile pesa kwenye mkoba wangu na kumkabidhi. Yule mama akasema, wow. Una mkono wa biashara mwanangu. Kama siku ya kwanza tu umeingiza kiasi chote hiki. Na hapo bado watu hawajakuzoea. Siku utakayoamua kufanya biashara utatoboa sana nakwambia. Yule mama alisema kwa tabasamu huku akichukua zile pesa na kuzihesabu. Baada ya kuhesabu, alinikabidhi ile 32,000 na kuniambia hiyo ni kianzio cha kesho na hapo nichukue 5,000 kwa ajili ya chakula cha mchana cha kesho. Yule mama alinipenda sana na nilianza kuona maisha yangu yakipata mwanga. Kama nitaishi hivi bila kuonana na mume wake kila siku, huenda huko ndipo maisha yangu yalipotakiwa kwenda. Hatimaye nina amani hapa nilipo. Nitabasamu na kumshukuru Mama Given ambaye inaambia sihitaji kumshukuru kwa bidii yangu mwenyewe. Baada ya kuongea pale aliniaga usiku mwema, akaenda kulala na mimi nikaenda jikoni kuosha vyombo kama ambavyo imekuwa kawaida yangu. Msikilizaji, unaweza kudhani ni utani, lakini mwezi mmoja baadaye nilikuwa naelewa vitu vingi kuhusu kompyuta na nilikuwa naachiwa stationery nzima mwenyewe. Nilikuwa naweza kabisa kuandika haraka kwenye kompyuta na niliweza kabisa kutumia mashine zote zilizokuwa pale ofisini. Ilikuwa ni siku ya furaha kwa sababu leo ndo natimiza mwezi tangu nianze kazi hapa. Na ninaweza kusema kwa ujasiri mkubwa kuwa sijawahi kuwa na amani na furaha hivi maishani. Joshua ametokea kuwa rafiki yangu mkubwa sana. Huwa akitoka kuwapeleka wakina Given shule, huwa anakuja moja kwa moja dukani. Tunakaa wote, tunapiga story ambazo mara nyingi ni kuwapondia mabosi zetu. Na yana nipatiaga story za wadada wengine waliopita waliokuwa wanatembea na Tom. Sasa alinielezea namna alivyogundua kuwa hao wadada walikuwa wanatembea na Tom. Kazi yangu ilikuwa ni kusikiliza tu na kucheka pale nilipohitajika kucheka. Sasa ilikuwa ni mwezi wa 12. Mauzo yaliongezeka sana kwa sababu wanafunzi wa chuo walihitaji kukamilisha mambo yao yote ili waweze kwenda likizo fupi ya Christmas na mwaka mpya. Hivyo kwa hiyo wiki kufunga 200,000 hadi 300,000 ilikuwa ni kitu cha kawaida. Kuna baadhi ya siku ambazo nilisimama siku nzima. Unajua sikuwahi kufahamu kwamba hii biashara unaweza kuingiza hela namna hii. Niliporudi nyumbani nilimkabidhi mama pesa
na alinipa pesa ya kuanzia kesho yake kama ilivyo kawaida yetu. Alifurahi sana kutokana na kazi yangu. Na siku ya leo haikuwa tofauti na siku nyingine. Tofauti ni kuwa wiki hii sikuweza hata kutoroka kwenda kupika. Hivyo nilimpa mama taarifa ambaye hakuonekana kukwazika. Aliniambia tu nisiwaze kuhusu chakula cha jioni, kama akiwahi atapika yeye na kama kichelewa anaweza kuja na chakula. Basi leo ilikuwa tofauti na siku nyingine kwa sababu sikuweza kufunga saa 3 msikilizaji kama kawaida. Wateja walikuwa ni wengi, hivyo ilinibidi nifunge saa ngapi? Saa 4 usiku. Niliporudi nyumbani nilikuwa nimechoka sana. Nilimkuta mama sebleni akinisubiri. Alinipa pole na kunipatia sahani ya chakula ambacho bila shaka ni cha kununua sababu kilikuwa na vyakula aina nyingi sana ambazo najua hawezi tu kuzipika baada ya yeye kutoka kazini. Basi mama Given akaniambia, pole mwanangu, naona hii ni wiki nzuri sana lakini tunajua kabisa kuanzia wiki ile inayokuja tunaweza tusiwe na mauzo kabisa. Kwa hiyo tutaangalia upepo, lakini kama hakutakuwa na mauzo ni bora tu tufunge ili upumzike hapa nyumbani. Nikasema sawa mama, lakini hakuna haja ya kuwaza yote mapema hivi. Tusubiri tu hadi wakati ufike ndio tutaweza kuamua. Mimi sina shida yoyote kufanya kazi kipindi cha sikukuu. Kama wateja wakiwepo hakutakuwa na haja ya kufunga. Nilimwambia na kumuomba kwa hilo wazo na nilimwona kutabasamu sana. Akasema kwamba yani kila siku unanifanya nikupende zaidi na zaidi. Laiti kama wanangu wangekuwa na akili kama hizi za kwako. Basi tu. Mama Given alionekana ni kama alikuwa anataka kuzungumza jambo, ila alijizuia. Basi akasema kwamba kabla sijakupa bahasha yako ambayo nimeiandaa kwa upendo mwingi, hebu niambie ulitamani kusomea nini ukienda chuo? Mama Given ananiuliza hivyo, anamaanisha kitu ninachowaza au haya ni maongezi tu? Ngoja niache sana kufikiria, haya ni maongezi tu. Nilijikuta nikijiuliza maswali na kujijibu mwenyewe. Mama aliponiita tena ndipo nikakumbuka kuwa sikumjibu swali lake. Nikamwambia kwamba nitaka kusoma sheria, natamani sana kuwa mwanasheria, kuwa sauti kwa wale wasio na sauti. Nilimwambia hivyo sasa nikitabasamu na kujaribu kuzuia machozi yangu. Mama akasema kwamba sheria ni nzuri pia. Ulishaamua chuo cha kwenda au ulifikia wapi kwenye swala zima la chuo? Aliendelea kunihoji na kunifanya sasa nizidi kujiuliza maswali mengi sana. Nilimwambia kwamba ndio nilishapata nafasi chuo kikuu cha Dar es Salaam, sema sikufanikiwa kupata mkopo na ada nayo ikawa gumzo, hivyo ikabidi tu nianze kutafuta pesa kwa ajili ya kujilipia. Basi nilimweleza hivyo. Nilifurahi kuwa hakutaka maelezo zaidi kuhusu maisha yangu. Aliitikia tu kwa kichwa huku akionekana kuwa na mawazo sana. Akaniambia sawa, acha niendelee kulifikiria hilo. Aliniambia hivyo huku sasa akipekua mkoba wake ambapo kwa mara ya kwanza ndio niligundua kuwa alikuwa nao. Nadhani nilikuwa na njaa sana. Basi bwana alitoa bahasha ambayo ilikuwa imetuna kiasi na kunikabidhi. Sikutaka hata kusubiri hadi nifike chumbani ndipo nihesabu. Nilifungua ile bahasha pale pale na kumwaga zile pesa mezani na kutoa macho kwa jinsi zilivyo nyingi. Nizikusanya na kuanza kuzihesabu huku macho yangu yakizidi kujaa machozi. Nilihesabu shilingi 600,000. Niliziacha pale mezani na kwenda kumkumbatia mwanamke ambaye amenionyesha upendo wa tofauti maishani. Amekuwa mama kwangu, amenipenda, hajanibagua, hajawahi kunisimanga, wala mimi sijawahi kumsikia akinisema vibaya. Yani hajawahi kunitukana. Yani ni amenitunza, amenipa mahali pazuri pa kulala, amenilisha, amenivisha. Hivyo vyote vingetosha kuwa malipo yangu, lakini bado amenilipa pesa ambayo sijawahi kulipa maisha yangu yote. Nijikuta nikilia miguuni mwake. Hayakuwa machozi ya huzuni msikilizaji, bali machozi ya furaha. Yule mama akasema, usilie mwanangu. Nimeipenda bidii yako, umefanya kazi kwa moyo siku zote na nimeona jinsi ulivyojitoa sana kwa ajili ya biashara yangu pamoja na hii nyumba. Hicho ni kidogo tu kati ya vyote ulivyonikusanyia, kwa hiyo kipokee kwa furaha sio kwa huzuni. Niambia hivyo na kunifanya nizidi kulia. Tulikaa vile kwa muda ndipo nikaweza kuinuka tena. Nikasema, mama asante sana na kuahidi utafurahia zaidi hapa. Nilimweleza huku sasa nikifuta machozi na kurudi kuchukua zile pesa. Mama hakukaa sana, aliniaga na kuelekea kulala. Niliziweka zile pesa kwenye mkoba na kwenda jikoni kuosha vyombo. Baada ya kumaliza, nilirudi chumbani na kutoa ile bahasha tena na kuanza kuzihesabu upya zile pesa. Kwa namna fulani sikuamini, nilijikuta nikirudia kuzihesabu zaidi ya mara 5. Nilipochanganya na ile 700,000 niliyokuwa nayo ndani ambayo nilipewa na mume wake kipindi kile, nilijiona tajiri sana. Nilipoangalia simu yangu na kuona tarehe 13 ya mwezi Disemba,
nijikuta nikitabasamu zaidi. Sababu sijawahi kuwa na furaha kubwa hivi kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Hatimaye nimetimiza miaka 20. Kabla sijalala, nilitoa daftari langu na kuanza kuandika tena huku uso wangu ukiwa na tabasamu kubwa. Msikilizaji, mimi sikuwahi kudhani kama kuna siku ningekuwa na amani hivi. Siku 2 baadaye, nakumbuka vizuri sana, ilikuwa ni siku ya Jumapili, hivyo hatukufungua stationery. Ni siku yangu ya kupumzika na kufanya usafi kabambe kwenye nyumba na kuhakikisha nimefanya maandalizi yote kwa ajili ya wiki inayofuata. Ilikuwa ni mida ya saa 12 jioni. Ndio nilikuwa nimemaliza kupika chakula cha jioni baada ya kumaliza majukumu yote ya siku. Nilikuwa na jifuta baada ya kutoka kuoga. Niliweka ile kanga pembeni na kuanza kujipaka mafuta nikiwa mtupu kabisa. Mimi nimeshaanza kufanya hivi kwa sababu chumba si ni changu mwenyewe. Lakini bila hata kutegemea, mlango wa chumbani kwangu ulifunguliwa, akaingia kijana ambaye sijawahi kumuona. Nilijikuta nikipiga kelele na akipiga kelele. Nilikimbia na kwenda kuchukua kanga yangu nikijifunika, na alitoka nje na kubamiza mlango. Nilikuwa nikitetemeka baada ya kushtuka ise. Ina maana sikufunga mlango? Mbona kumbukumbu zangu ziniambia nilifunga mlango kwa ufunguo kabisa? Na huyo kijana ni nani? Na kwa nini amekuja kuingia chumbani kwangu kama vile ni chooni? Angalau hata chooni watu huwa wanagonga wakikuta mlango umefungwa. Basi nikaa kitandani na kumaliza kujipaka mafuta, kisha nikavaa suruali yangu pendwa. Sasa hivi navaa suruali, msikilizaji. Mama alininunulia nguo kadhaa na ninazipenda kwa sababu hazinibani sana. Hivyo ninakuwa na uhuru wa kufanya mambo yangu. Baada ya kumaliza kuvaa na kuchana nywele zangu fupi, nilitoka na kuelekea jikoni. Nilihitaji kwenda kutenga chakula mezani, lakini kitu ambacho sitegemea ni kumkuta yule kijana jikoni akiwa anaongea na kucheka na Given. Nilipoingia alikuwa kimya, huku yule kijana akiniangalia kwa tabasamu. Yaani ni kama vile anajizuia kucheka. Sasa Given ambaye tumetoka kuelewana sana, au unaweza kusema kuwa ni marafiki, ainiambia kwamba Mara, huyu ni kaka yangu Zakari. Nilimkata jicho Zakaria, huyo sijui ndo anayeitwa Zakari, na kumpita nikaelekea kwenye sufuria la chakula nilichokuwa nategemea kiwe kimeiva kwa sasa. Zakari alisogea pale nilipokuwa na kunipa mkono, akaniambia kwamba unaweza kuniita Zak. Nikamjibu kwa siri ya kwamba nimeshasikia. Basi jamaa akasema kwamba nisamee kwa kuingia bila kugonga, lakini siku zote najua kile ni chumba changu na hajawahi kupewa mtu mwingine yote. Hivyo mimi sikujua kama vitu vyangu vilihamishiwa chumba kingine. Alijieleza hivyo, lakini bado haitoshi kueleza kwa nini aliingia bila kugonga. Nilimjibu tu sawa. Basi Given akaniambia kwamba na wewe Mara, si ameshakuomba msamaha sisi pia tulisahau kumwambia kuwa chumba chake umepewa wewe, kwa hiyo hakuna haja ya kuwa na machungu namna hiyo. Basi nimtazama tu na kurudisha macho yangu kwenye kazi yangu ya kupakua chakula. Nilieleza kwamba msiwaze, baada ya mida nitakuwa sawa. Basi Zak alishusha mkono wake ambao alikuwa akinipa, lakini sikupokea. Mdogo wake alimvuta akatoka jikoni huku akiendelea kumsimulia chochote alichokuwa anamsimulia kabla sijafika. Basi bwana, mimi nilimaliza kupakua chakula pale na kwenda kutenga mezani. So baada ya hapo nilipaweka pale jikoni vizuri, kisha nikarudi chumbani. Hakuna atakayenihitaji mpaka saa 1:30 muda wa kula. So nilienda chumbani na kukaa mezani, huku sasa nikianza kuandika kama ilivyo kaida yangu. Bado sikuwa na amani juu ya kutumia ile simu niliyopewa, sababu baada ya kufuatilia nilijua kuwa ni simu ya gharama sana. Hivyo ina maana siwezi kuitumia bila watu kuanza kunishuku. Na tukiachana na hilo, sikuwa na amani tu. Nitamani hata niuze alafu ninunue kitu kingine kwa hiyo pesa, angalau basi awamu hii sitajisikia vibaya na kuhukumiwa. Niliamua kuwa kesho nitajilipua na kumpa Joshua nisaidie kuiuza. Tunaweza hata kugawana hiyo pesa, sababu sio pesa yangu iliyotumika kununua ile simu. Nijikuta nikipotelea kwenye kuandika hadi Diana alipokuja kuniita kwa ajili ya kula. Nilifunga daftari langu na kulificha, kisha nikatoka na kwenda sebuleni. Nilikosa amani kabisa baada ya kumuona Tom. Na hapo sasa kujumlisha mwanae asiye na maadili kabisa. Yani waliniharibia mood yangu kudadadeki. Basi mama akasema kwamba Mara, hatimaye umemuona huyo Zaka kwa hiyo ukisikia Zak ndio huyo anayetajwa sana kwenye hii nyumba.
Mama aliongea na kumfanya sasa mume wake acheke. Zack alitikisa kichwa tu huku akiendelea kula. Zack alisifia pilau niliyopika akasema kwamba chakula kitamu sana Mara. Nilimjibu bila tabasamu nikasema asante. Basi Mama Given akasema kwamba yani hapa tulijipatia mtu mzuri sana wa kuongezeka kwenye hii familia. Yani hata nikiwa kazini mimi sina mashaka kuwa niliyemwacha nyumbani anaweza kupika vitu vya ajabu. Hapana. Naamini kabisa niliyemwacha nyumbani anaweza kupika vitu vizuri sana. Kwa kweli binti yangu, mikono yako imebarikiwa. Mama Given alinisifu sana, lakini mume wake alinikata jicho tu na Joshua alikuwa ni akicheka kichini chini. Baada ya chakula cha jioni, nilichukua vyombo na kwenda kuviosha jikoni. Ilikuwa nini? Kwanza nilikuwa mwenyewe kama kawaida, lakini yani sikuwa poa kabisa. Lakini usiku wa leo ulikuwa tofauti kwa sababu Zack alikuja jikoni na kuanza kunisaidia kusuza vyombo. So nilimwambia hakuna haja ya kunisaidia Zakaria. Nikasema Zakaria, nimekwambia uniite Zack. Nikasema sawa Zack. Nilimwambia, aliachota tabasamu kubwa. Kaniambia kwamba hakuna shida kama nikitaka kujua zaidi au kuna ubaya. Aliniuliza lakini ibaki kimya. Kisha akasema kwamba sawa, kama hutaki kuongea mimi nitaongea. Umeshajua majina yangu bila shaka na familia yangu naijua. Nasoma Judaism. Ndio nimeingia mwaka wa pili. Aliniambia na kutulia kwa sasa akiangalia simu yake ambayo iliingia ujumbe. Mimi sikutaka kuzungumza naye, lakini kuna kitu kwenye maneno yake kilichonifanya nitake kuzungumza naye sasa. Nikamuuliza kwamba Judaism pakoje? Nimuuliza kwa shauku kubwa, nitamani hata nijue tu jinsi chuo kilivyo. Zack alianza kunielezea kuhusu chuo, masomo, walimu, mabweni na vituko vingi tu alivyokutana navyo chuo. Nijikuta nikicheka na kufurahia kuzungumza naye kuliko nilivyotegemea. Basi akanambia haya zamu yako. Alisema baada ya mimi kumaliza kucheka. Nikasema tu kwamba kwangu hakuna mambo mengi ya mimi kuelezea. Jina langu nalijua, nimesoma hadi kidato cha 6 ambapo ndipo babangu alifariki, hivyo nikakosa mtu wa kuniendeleza. Nilifaulu vizuri tu na kuomba nafasi chuoni na nikapata, lakini sikufanikiwa kupata mkopo. Hivyo hapa nilipo ninajaribu tu kusanya pesa ili niweze kujilipia ada ya chuo. Nilimweleza hivyo. Zack alinitazama kutabasamu kisha akasema kwamba najua utafanikiwa. Najua tumekutana masaa machache yaliyopita Mara, lakini unaonekana ni binti mwenye akili na unajitambua sana. Kama kuna mtu ambaye nina uhakika atafikia ndoto zake ni wewe hapo. Alisema kwa kutabasamu na kugusa mkono wangu. Nikasema kwamba asante sana Zack. Maneno yako yamenipa nguvu ya tofauti, nashukuru. Nilimwambia hivyo na kurudi kumalizia kuosha vyombo na yake saidia kuvisuza. Haikuchukua muda, kila kitu kilikuwa tayari. Nilisafisha pale jikoni kama ilivyokuwa kawaida yangu, kisha nikamwaga Zack ambaye ndio kwanza alikuwa anawasha TV. Yaani kwake usiku ndio ulikuwa unaanza. Alinisii sana tukae wote tutazame TV, lakini nilitamani tu kwenda kulala. Tukiwa katika hayo mazungumzo, wadogo zake walikuja kutoka vyumbani. Nilifurahi kwa sababu ataweza kuniacha nikalale, sababu hatakuwa mpweke tena kama alivyokuwa analalamika. Niliwaaga usiku mwema na kwenda kulala. Kesho yake nifanya majukumu yangu ya asubuhi na kuelekea dukani. Majukumu yalipungua zaidi sababu Given na Diana walikuwa wamefunga shule. Hivyo mama aliniambia siku zote za wiki niwaachie swala la usafi, mimi nitafanya usafi Jumapili tu. Hivyo nikiamka asubuhi kazi yangu ni kuandaa kifungua kinywa kwa ajili ya familia nzima, kisha nitajiandaa na kuondoka kwenda kwenye stationery. Nilipokuwa pale dukani, Joshua alikuja kama kawaida yake. Baada ya story nyingi nini, alihitajika nyumbani, hivyo aliondoka na kuniacha mwenyewe. Baadaye kidogo Zack alikuja. Nikiwa sana namalizia kuchapisha karatasi za mteja wa mwisho kati ya kile kikundi kilichokuja baada ya Joshua kuondoka. Zack akasema kwamba naona umeshazoea kazi. Hainiuliza baada ya ule mteja kuondoka na sisi kubakia wenyewe. Nikamwambia kwamba ndio, kuna siku haupati nafasi hata kukaa. Nilimweleza kwa sasa nikipanga vitu pale mezani. Akasema kwamba kabla sijaenda chuo mama alipenda sana kunitumikisha hapa, kwa hiyo nakuelewa. Tena kwa hivi kipindi likizo inakaribia. Wanachuo wanakurupukaga kuwa yani kuna kazi nyingi wanazotakiwa kukamilisha kabla hawajaruhusiwa kwenda nyumbani. Yani hata wale waliokuwa wanafoji wanakuwa serious kipindi hiki. Kwa hiyo yote unayopitia hapa naelewa sana kwa sababu mimi nimeshafanya kazi. Basi aliniambia kwa kitoa simu yake baada ya kuita.
Alitazama na kuandika ujumbe kisha akaiweka mfukoni. Hapo ndo nilikumbuka kuwa nilisahau kuongea na Joshua kuhusu swala la nini la ile simu. Lakini siwezi kujilaumu kwa sababu Joshua anaongea sana. Ukikaa naye yani unaweza hata usiyasikie mawazo yako mwenyewe. Lakini pamoja na upungufu wake huo, yeye ni rafiki mzuri sana kwangu. Basi Zack alikaa pale na kupiga story na mimi, alinielekeza vitu vichache vipya kuhusu kompyuta na kushangaa nilipomwambia nilijifunza kwa mwezi mmoja tu. Basi alipigiwa simu na kuniaga kuwa anahitajika kuondoka, kuwa anarudi chuo hadi watakapopewa likizo. Msikilizaji, maisha yangu yalirudi kawaida hadi ile wiki ya Christmas ambayo tulifunga kutokana na kutokuwa na wateja, hivyo nikabaki na majukumu ya nyumbani tu. Zack alirudi tarehe 24 na nilishangaa kugundua kuwa nilimisi sababu nilipata furaha kubwa sana nilipomwona tena. Niliona kama vile yani kuna upweke, yani kaupweke fulani hivi, upweke ambao hata sikujua kama ninao. Nilipokuwa jikoni mwenyewe tu nipo nikiandaa nyama kwa ajili ya kesho, Zack alikuja na kunikumbatia. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Kisha akaniambia kwamba nimekumisi sana. Aliniambia na kunifanya sasa nibaki nikishangaa. Tulionana siku 2 tu. Kitu gani kilichomfanya ni misi? Lakini siwezi kumshangaa sana sababu hata kwangu imekuwa hivyo. Nijitoa mikononi mwake huku nikitabasamu nikasema kwamba nimefurahi pia kukuona Zack. Basi akaniambia kwamba vipi unafanya nini nikusaidie? Alisema huku sasa akinawa mikono yake kwenye sinki. Nikamwambia kwamba hakuna haja Zack, nenda tu kapumzike. Zack akasema unajua kabisa mimi siwezi kwenda, kwa hiyo ni bora tu uanze kunielekeza namna ya kusaidia. Alisema huku sasa akianza kushika zile nyama ambazo nimeshaziwekea viungo na kuanza kuzisugua. Nikamwambia kwamba hata hapa hujakosea. Hakikisha tu kila sehemu imekolea viungo, kama kuna sehemu sijaweka vya kutosha vya kuongezea vipo. Kwa hiyo balance tu viungo vikae fresh. Na baadaye hapo uweke kwenye huo mfuko hapo. Nilimuelekeza hilo jukumu huku sasa nikimwachia ile bakuli na kuchukua bakuli lingine lenye nyama na kuanza kupaka viungo. Tuliendelea kupiga story na kutaniana huku sasa tukifanya ile kazi. Nilishangaa ilikuwa ni rahisi sana kwa sisi kufanya ile kazi. Ilikuwa ni rahisi zaidi kwa sisi wawili kuongea. Tulikuwa kama watu ambao tumefahamiana kwa muda mrefu. Sasa baada ya kumaliza ile kazi, tulinawa mikono na kuwaweka wale kuku kwenye jokofu. Huku sasa nikigeukia kazi nyingine ambayo ilikuwa ni kumenya viazi. Mama Given alikuja jikoni na kufurahi alipomkuta mwanae akinisaidia. Alimsifu akisema kuwa Zack alipenda kupika tangu akiwa mdogo, hivyo alifurahi kuona bado anapenda kupika. Kwa namna fulani ilinifanya nijisikie vibaya sababu hapo mwanzo nilijua kuwa yuko hapa kwa sababu alipenda kukaa na mimi. Lakini baada ya kujua kuwa hiki ni kitu alichopenda niliumia. Najua ni ujinga sana, lakini nilitamani angekuwa amekaa hapa kwa sababu tu alipenda kuwa na mimi muda wote. Basi bwana, kesho yake ilikuwa ni siku nzuri sana. Naweza kusema ndio ilikuwa sikukuu ya kwanza mimi kusherehekea. Nilikuwa na nguo mpya kabisa, ni nguo ambazo nilinunua kwa pesa yangu mwenyewe. Pesa niliyopata baada ya kuuza ile simu. Nilifanikiwa tena kwa haraka sana baada ya kumkabidhi ile simu Joshua. Na haikuchukua muda sababu silikuwa ni iPhone tena mpya kwenye box na karatasi lake kabisa. Sikuwahi hata kuifungua. Na naweza kusema nimekuwa na amani ya ajabu tangu niuze ile simu. Kati ya kitu nilichodhamiria kufanya ni kununua simu mpya kabla ya mwaka mwingine kwanza. Kitu kilichonifurahisha ni kuwa Joshua hakunioji sana wala hakunisimanga kama nilivyotegemea. Alinielewa na kunisaidia na 20% ya mauzo yote nilimpatia. Nilienda kunyoa nywele zangu kwenye hizi saluni za kisasa. Nywele za pembeni zilipunguzwa na hizi zilizobakia ziliwekewa dawa fulani hivi iliyozifanya nizilainike na zikae kitajiri sana. Yani kama mtu ambaye alinifahamu kipindi hiki nikiwa kwa mama, angeniona siku ya leo asingeamini kama mimi ni yule mara aliyekuwa anavaa nguo za msaada. Nilikuwa naonekana kitajiri sana. Kitu pekee kilichobaki ni mimi kufanikiwa kwenda chuo tu na kila kitu kwenye maisha yangu kitakuwa kama nilivyoota tangu utotoni. Leo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa familia nzima na hata kwangu. Tom hakwenda kwa michipuko yake na niliweza kumuona kwa jicho la utofauti leo akiwa kama baba wa watoto wake. Kusema kweli ilinikumbusha baba yangu. Hata kama alikuwa ni baba wa kunilea, lakini yeye ndio baba pekee ninayemfahamu. Baada ya kusherekea na kula chakula cha mchana,
Mama Given na mume wake waliamua kwenda kulala na akatuambia sisi tutoke. Twende popote tunapotaka, lakini tuhakikishe tumerudi nyumbani kabla ya saa 2 usiku. Aliniambia nisiwaze kabisa kuhusu chakula. Ataagiza chakula na tutakikuta tukirudi. Baada ya kutuambia hayo na kumkabidhi Zack $120, walielekea chumbani kwao. Given na Diana waliruka kwa furaha huku akiondoka kwenda chumbani kujiandaa, lakini mimi hata sikuwa na huo mpango sababu mimi sikuwa na popote pa kwenda. Sikujua sehemu yoyote zaidi ya Sinza madukani na Mbagala rangi 3 na makumbusho. Hivyo nitaenda wapi sasa? Zack akaniambia kwamba mbona umekaa hapa Nenda kujiandae tunatoka. Nikasema Zack mimi sina pa kwenda bwana. Hakuna sehemu yote ninayojua. Nyie mnaweza kwenda tu. Itakuwa vizuri kama nikipumzika leo. Zack akasema aya, hivyo unaongea tumbo gani wewe? Sikia mimi na wewe tunatoka. Mimi nimeshajua sehemu nzuri pa kukupeleka. Kwa hiyo vaa upendeza, alafu uvae gauni nzuri kabisa la kukupwaya kwa sababu tunaenda beach. Aliniambia hivyo. Niliacha tabasamu kubwa na kumshukuru. Kisha kwa furaha nilienda chumbani na kuvaa nguo ambayo nilinunua kwa ajili ya kwenda beach. Bila hata kujua lini hiyo siku itakuwa, lakini nilinunua tu kwa imani kwa sababu ilikuwa ni sehemu niliyotamani sana kwenda. Kuona bahari kubwa isiyo na mwisho, upepo wake mkali. Nilitamani pia kutembea kwenye ule mchanga wake mweupe nikiwa peku kama nilivyokuwa naona kwenye movie nyingi. Niliporudi sebuleni nilimkuta Zack amekaa akinisubiri. Kwa jinsi alivyonitazama nilijua kabisa bila shaka nimependeza. Basi akaniambia umependeza sana. Alisema sasa akiinuka na kunitazama vizuri. Niliangalia pembeni sababu niliona aibu kutazamwa hivyo muda mrefu na mwanaume. Akaniambia kwamba hakuna haja kuniona aibu mara. Unaposifiwa unatakiwa useme asante. Hainiambia sasa akishika kidevu changu na kunirudisha nimtazame. Nikasema asante Zack. Alivuta pumzi kidogo kabla ya kuongea tena. Akasema kwamba haya, twende haraka. Alisema sasa akinipa mkono. Niliogopa kupokea mkono wake lakini alinishika kwa nguvu na kukataa kuniachia. Tulitoka na kuelekea kwenye gari ambalo sijawahi kuliona hapo uwanjani. Joshua hakuwepo, alichukua likizo na kwenda kwao. Hivyo hakukuwa na mtu wa kufungua geti na pamoja na kulifunga. Nikauliza hili gari la nani? Joshua akasema ni la kwangu. Baba alininunulia nilipoanza chuo. Nikasema wow, sikujua kama una gari. Akasema ni kwamba tu mimi sipendagi kulitumia, lakini kwa matukio muhimu kama kutoka na mrembo kama wewe ukiwa umependeza hivi lazima nilitumie. Sitaki kukutesa na kero za daladala. Basi alinieleza hivyo kisha akafunga mlango wangu, alafu akaenda kufungua geti. Alitoa gari nje kisha akarudi kufunga geti na safari yetu ya kuelekea ufukweni ikaanza. Hatukuwa na vitu vingi sana vya kuongea, hivyo tuliweka nyimbo na kusikiliza taratibu kwa upepo mzuri ukinipiga. Nijikuta nikianza kuimba nyimbo kadhaa nilizozisikia. Taratibu nijikuta nikipotelea kwenye muziki. Hata sikusikia pale Zack alipozima redio na kubaki akinisikiliza. Lakini nilipotulia baada ya ubeti kuisha, nikisubiri sasa muziki upite ili sasa niingie kuimba ubeti wa pili pamoja na mwanamuziki, ndipo niliposhangaa kuona kusikia kuwa kupo kimya. Nilifungua macho na kumgeukia Zack ambaye alikuwa amenishangaa tu. Akasema kwamba wow, sikujua kuwa una sauti nzuri hivyo. Hadi ikabidi nizime redio nikusikiliza sababu niliona ni kama inanichanganyia habari hivi. We mara. Hivi kumbe na sauti nzuri namna hiyo? Hivi unajua ukiamua kuingia kwenye muziki kwa hiyo sauti yako utapiga pesa sana, Yaani hivi dada vyote vinavyoimba utavitupilia mbali. Zack aliniambia na kunifanya nione aibu. Nikasema kwamba hamna Zack. Huwa naimba tu mara moja moja. Nilimwambia huku sasa nikiangalia nje. Zack akasema kwamba hata kama ni mara moja moja sauti yako ni ya malaika jamani. Hebu imba tena kidogo nikusikie. Zack alinihamasisha, lakini nilikuwa naona aibu sana, hivyo niliamua kubadili mada. Nikasema kwamba hivi kumbe beach ni mbali hivi? Nimuuliza. Zack alicheka na kutikisa kichwa lakini alielewa kabisa. Sikutaka kuendelea kuongelea hilo swala. Hivyo alinijibu swali langu akisema kwamba beach zipo nyingi sana. Kuna ambazo zipo karibu sana na sisi kama pale Mbweni, lakini ninataka nikupeleke beach ya Kigamboni. Twende upande wa pili wa bahari sababu kama tungesema twende hapo Mbweni ingetuchukua dakika 7 tu. Basi aliniambia hivyo kusasa macho yake akiwa barabarani. Tulirudia ukimya wetu na Zack akawasha tena redio. Awamu hii nilijikaza kutokuimba kabisa, lakini nijikuta nikichezesha tu miguu yangu.
Tulivuka daraja zuri ambalo lilipita katikati ya bahari. Nilibaki nikitoa macho tu. Zaka alikuwa akifurahia sana kunitazama nilivyokuwa nashangaa. Kila wakati nilijikuta nikimuita kama mtoto, nikiwa nasema tu kwamba Zaka, ona. Ndio iligeuka kuwa sentensi yangu huku nikiacha tabasamu kubwa. Haikuchukua muda sana, tulifika beach na kupaki gari, kisha tukalipa kiingilio na kuingia. Tulipoingia tu nilivua sendo zangu na kuzibeba mkononi, huku sasa tukitembea pembezoni mwa bahari. Zaka alinishika mkono na siwezi kuelezea jinsi nilivyokuwa najisikia kwa wakati ule. Ilikuwa ni raha ya ajabu, raha ambayo haielezeki. Tulimpita mtu anayeuza ice cream. Zaka alinunulia, ilikuwa ni ice cream kubwa sana, lakini yeye alikataa na kusema hazipendi. Alipokea viatu vyangu ili niweze kuendelea kumshika mkono, sasa mkono mwingine nikiendelea kula. Tulitembea taratibu hadi tukafika mahali ambapo hakuna watu kabisa. Zaka alitafuta jiwe lililokuwa vizuri, kisha tukakaa hapo. Basi nikamwambia Zaka kwamba Zaka, asante sana. Kwako wewe inaweza kuwa ni kitu kidogo, lakini kwangu ni kitu kikubwa sana. Haujui tu nimekuwa nikitamani kuja baharini kwa muda gani, lakini nashukuru sana. Hii ilikuwa ni ndoto yangu. Nilimweleza na kumuona akitabasamu. Aligusa shavu langu huku sasa kitabasamu. Aliinama na kubusu paji la uso wangu. Akasema kwamba hakuna haja kunishukuru Mara. Kukuona ukiwa na furaha hivi ni zawadi kubwa kwangu. Alinieleza sasa nirudisha macho yangu baharini na kuendelea kula ice cream yangu. Zaka kaniambia kwamba unajua kuna kitu nitaka kukuambia, lakini naogopa utanichukuliaje. Nimuuliza ni kitu gani hicho? Akasema kwamba naogopa unaweza ukanichukia bwana. Alisema huku akiendelea kuangalia mawimbi ya bahari. Sasa nikamwambia kwamba mimi sidhani kama kuna kitu chochote kinachoweza kunifanya nikuchukie Zaki. Wewe sema. Zaki akasema kwamba una uhakika Mara? Nikasema ndio, wewe niambie. Zaki alitulia kidogo huku akiangalia mawimbi hadi nilihisi nini kama ameahirisha kunieleza. Baadaye akasema kwamba unajua, tangu ile siku nilipokuona kwa mara ya kwanza sijaweza kukutoa akilini mwangu. Unatawala mawazo yangu, ndoto zangu na hisia zangu. Sijui cha kufanya Mara. Nilikuwa kwenye mahusiano lakini imebidi tuachane kwa sababu sina hisia naye hata kidogo. Ninakuwaza kila wakati, nikiwa darasani, nikiwa barabarani, nikiwa bafuni, nikiwa kitandani. Yaani popote tu na kila mahali upo akilini mwangu. Nakupenda Mara. Sijui imetokea lini, lakini ninachojua ni kwamba nakupenda sana. Zak alisema hivyo. Nilibaki kimya sababu ghafla nilikuwa nasikia joto. Sio utani, nilikuwa ufukweni lakini nilikuwa nasikia joto. Moyo unaenda mbio kiasi kwamba hata mawimbi ya bahari siyasikii tena. Nilitulia na kuvuta pumzi. Zak aligusa shavu langu tena na mimi bila kuwaza niliegamia mkono wake. Zak alinama taratibu na kujaribu kukutanisha midomo yetu, lakini niligeuka pembeni. Wewe, tumbo langu lilisokota. Niliogopa sana. Unajua mimi sijawahi kufanya hiki kitu Sijawahi kufanya na mwanaume yote. Je, kama nikikubali kisha akaona kwamba sijui? Je, kama akiniacha baada ya kuona sijui? Niliogopa sababu nilitamani chochote tulicho nacho kiendelee, na kwa namna fulani hivi nilijua kuwa kama tusipoelewana juu ya hili tutapoteza urafiki wetu. Zak aliniachia na kurudi kuangalia bahari. Uso wake ulionyesha kabisa kuwa amekwazika. Mimi sikujua hata ni muda gani niliachia ile ice cream, lakini mikono yangu haikuwa na kitu nilipougusa mkono wake. Zak alishusha pumzi na kutulia. Ni kama hasira zake zilipungua pia, kisha akanigeukia na kusema kwamba hauna haja ya kunijibu chochote Mara, na hauwajibiki kukubali chochote kile, lakini nilitaka tu ujue hilo. Aliniambia kwa upole, lakini hakujaribu kunigusa tena. Niliona kama nitapoteza nafasi yangu hivi. Unajua kuna mtu akikutongoza afu karembua hayabembelezi. So niliona kama tutapoteza urafiki wetu. Hivyo ilinibidi niongee, nikasema kwamba Zak, naogopa. Nilisema kwa sauti ya chini, lakini Zak alinisikia. Aligeuka na kuweka uso wangu mikononi mwake ili sasa nimtazame machoni. Zak akaniambia, naogopa nini Mara? Niamini, hauna haja ya kunipenda wakati huu, lakini najua ukinipa nafasi utajifunza kunipenda. Nitakuonesha upendo wa tofauti, nitakupa furaha Mara, na sitakuumiza kabisa. Nipe nafasi ya kuwa wako. Zak aliongea kwa huzuni. Mimi nikasema kwamba sijawahi kuwa na mwanaume yote Zak. Wewe ndio utakuwa wa kwanza kwenye kila kitu.
Ninaogopa hilo. Usije ukachukia baada ya kuona kuwa sina ujuzi wote. Nilimueleza kwa sasa nikiangalia pembeni. Niko na aibu sana. Na nikisema sina ujuzi wote muelewe jamani. Nisiwatafunia hapa kila kitu. Maana nasikiaga kwamba mwanaume anakasirika na anabweka sana pale anapokutana na gogo tu. So niliona hii ndio njia pekee kwa swala hili kutoweka. Hii ndio njia pekee ya sisi kupiga hatua. Sababu hata mimi nitamani tupige hatua moja zaidi. Zack alinitazama na macho yake alionyesha kuwa alielewa kile nicho kimaanisha. Akaniambia kwamba kwa hiyo haujawahi kubusu ndio maana unaogopa, si ndio? Aliniuliza ili kuthibitisha. Nilipoitikia kwa kichwa, Zack alicheka sana. Akasema kwamba Mara, hicho sio kitu cha kuogopa. Kwanza mimi kujua kuwa nitakuwa mwanaume wako wa kwanza kunanifanya nikupende zaidi. Usiwaze kuhusu kukosa ujuzi. Nadhani mimi naweza kukufundisha kila kitu unachohitaji kujua, sawa? Kwa hiyo usiwaze kabisa kuhusu hilo Mara, umesikia? Usikilize moyo wako, kama unakuambia unipe nafasi mimi nitafurahi sana. Hayo mengine siji mambo ya ujuzi, mimi nakupenda, nitakufundisha na tutajifunza wote. Aliniambia kwa sasa kutabasamu na kunishika mikono yangu. Mimi sikuwa tayari kumpoteza Zack na moyo wangu ulijua kabisa endapo nitakataa basi nitapoteza huu rafiki. Hivyo nikubali. Nilipoona tabasamu kubwa usoni mwake, sikujutia maamuzi yangu. Nilifurahi kumuona hivi, nilifurahi kumuona akiwa na furaha hivi, na ile kujua kuwa furaha yake ilisababishwa na mimi kulifanya moyo wangu ufurahi zaidi na zaidi. Basi akaniambia kwamba asante sana Mara, hautajutia kunipa nafasi hii. Basi bwana, alinibusu pale shavu langu la kulia na kunifanya nisisimke. Aliingiza mkono mfukoni mwake na kutoa pipi. Alimenya na kuniambia nifungue mdomo kisha kaiweka. Tuliendelea kuongea huku sasa akiwa amenishika mikono yangu na mimi nikimumunya ile pipi. Kisha kaniambia kwamba haya, nipe hiyo pipi. Nilipeleka mkono wangu mdomoni ili kutema ile pipi niweze kumpatia, lakini aliushika mkono wangu na kunizuia huku akicheka sana. Akasema kwamba unanifurahisha sana Mara. Nilimaanisha unipe mdomoni kwangu. Alisema kwa sasa akinisogelea. Moyo wangu ulianza tena kwenda mbio. Alisogea karibu na kuanza kubusu shavu langu huku mkono wake ukishika shingo yangu. Nijikuta nikisisimka mwili mzima. Zack alinitazama huku akitabasamu akasema kwamba hisia zako zipo shingoni. Umefanya kazi yangu iwe rahisi sana. Alisema na kuinama kuibusu shingo yangu. Haikuchukua muda, nilegea mikononi mwake. So nilikuwa hata mimi sielewi kinachoendelea. Mimi ninachojua kwamba kwa mbali nilianza kusikia kile kitu kikijifunga tumboni kwangu na sikutaka aache chochote alichokuwa anafanya kwenye shingo yangu, lakini mawazo ya Zack hayakuwa vile. Alitoa mdomo wake shingoni kwangu na kunifanya nilalamike kwa nguvu. Kisha kaniambia haya, nipatie pipi. Alirudia tena yale maneno, lakini awamu hii sikuona aibu yote. Nilikuwa katika hali ambayo angeniambia nifanye chochote ningefanya. Nilikutanisha midomo yetu na kumpatia ile pipi. Zack alichukua na kuitafuna haraka kisha akanitazama akasema kwamba nitaenda taratibu. Unatakiwa tu ufuate mwongozo wangu, sawa? Aliniambia kisha akakutanisha midomo yetu. Bado najaribu msikilizaji kutafuta maneno mazuri ya kuelezea hisia niliyokuwa naipata ile siku, lakini nakoswa. Unajua Zack alileta mkono wake mmoja kifoni kwangu na kuanza kunibonyeza, huku sasa mkono mwingine ukiwa shingoni kwangu, huku sasa kinibusu hadi pumzi yangu ilianza ni kama kuisha vile. Haikuchukua muda, kile kitu kilichokuwa tumboni kilitoka na mwili wangu sasa ukaanza kutetemeka tena. Zack aliacha kunibusu na kuhamia shingoni tena. Sijui ilikuwaje, lakini ilikuwa ni kama ninaanza upya kutetemeka, huku sasa kile kitu kikiachia. Niliguna kwa sauti sana, huku sasa vidole vyangu vya miguu vikijikunja. Zack alitulia na kunikumbatia hadi nilipoacha kutetemeka. Kama asingekuwa amenishika kwa mikono yake, nina hakika ningekuwa kwenye michanga muda huu. Aliponiachia bado nilikuwa na wenge, lakini niliweza kuliona vizuri kabisa tabasamu lake. Aliuchukua mkono wangu na kuweka juu ya kaptula aliyokuwa amevaa, akinionyesha namna gani amevimba. Kisha akaniambia kwamba alafu nasema hauna ujuzi. Hebu niambie ukiona unaweza kutembea. Nahitaji nitoke hapa twende tukachangamane huko na watu, nisije nikakuvamia hapa. Sababu chochote ulichonifanyia hapa umenivuruga sana Mara. Yaani leo utakuwa usiku mrefu sana kwangu. Zack aliniambia kwa sasa akiinuka na kwanza kujinyosha. Na yeye sasa mdo sasa akiniuliza kwamba kama naweza kutembea. Maana miguu najua ilikuwa inatetemeka.
Ilinichukua dakika chache lakini hatimaye niliweza kuinuka pale na kumpa Zaki mkono wangu. Zaki alikuwa na furaha ajabu. Tulienda sehemu wanaouza mishikaki kisha tukaagiza pamoja na soda, tukaanza kunywa sasa tukisubiri oda yetu ya mishikaki. Zaki akasema kwamba yani siamini kama umenipa hii nafasi Mara. Natamani ningeendelea kukubusu, natamani hata tutoroke twende mbali tukaishi sisi wawili tu. Nasubiri kwa hamu siku utakoniruhusu niuone mwili wako. Basi Zaki alisema hivyo na kunifanya nione aibu. Niligeuza kichwa changu na kuangalia pembeni. Zaki akasema kwamba Mara mpenzi wangu, sasa ukinionea mimi aibu itakuwaje bwana? Zaki alisema hivyo na kunifanya nitabasamu. Ilikuwa mara ya kwanza ananiita hivyo na moyo wangu ulifurahi sana. Aliendelea kunitania pale na kunifanya sasa nione aibu hadi tulipoletewa tulichoagiza. Tulipomaliza kula nilimuomba tutembee tena kwa mara ya mwisho kisha tuelekee kwenye gari. Basi tulitembea huku upepo ukitupiga. Nikiwa sasa nimeshikana mkono na mpenzi wangu. Ndio ni mpenzi wangu msikilizaji. Mimi sikuwahi kufahamu kama hii siku ingewahi kutokea. Tuliporudi kwenye gari, Zaki alinivuta na tukakutanisha midomo yetu tena. Hii ilikuwa ni kama sasa mara ya 4 sisi kubusu. Zaki hakuweza kuniachia kabisa. Na mpaka sasa naweza kusema nimebobea kwa sababu nina busu kwa ujasiri sana. Kisha Zaki akasema kwamba Hasa nisamehe, sijui itakuwaje tukirudi nyumbani. Yaani sijui nitawezaje kujizuia kukugusa kila wakati. Yaani sijui nitawezaje kuacha kubusu nikikuona. Zaki alisema hivyo huku sasa akirudi kukaa vizuri na kufunga mkanda wake. Mimi sikuweza kusema kitu kwa sababu bado nilikuwa na aibu sana. Msikilizaji, tusijizime data. Tom ni baba wa Zaki. Tom na Zaki wote wamefall love kwa Mara. Tom ni tabia ya kutoka na wadada wa kazi. Ni tabia yake huyu baba mwenye nyumba kutoka na wadada wa kazi. Sasa kijana wa kwake ama fall love. Vipi kosa litakuwa kwa nani? Kwa Mara kufahamu ya kwamba ana watu wawili ambao wanakaa nao nyumba moja, wanampenda na ameamua kuruhusu huyu mtu mwingine. Ama itakuwaje? Hajui kwamba anaweza kujisababisha matatizo kwa Tom? Hii vita sijui, ipo siku moja watakutana wote chumba kimoja. Story time sana msikilizaji. Tutaendelea kwa mapenzi kwa Mwenyezi Mungu siku ya kesho kufahamu yapi yatakayoendelea mara baada ya hili penzi jipya kutokea. Lakini mimi ninachomfikiria, Tom atachukua maamuzi gani akija kujua kwamba mtoto wake naye ana mega sehemu anapomega. Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas na mtayarishaji wa hii simulizi ni Chuchu. God be with you till we meet again. Bye bye.